Nakukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 9 ya simulizi yetu nzuri iitwayo My Wife is a Drug Dealer, ukiwa ni msimu wa pili. Katika sehemu ya 4 tulikuwa tumeishia pale ambapo Mtaalamu Damigo alikuwa amefika katika nyumba alikuwa amepelekwa na bibi Helena, na akiwa pale alianza kuambia maneno haya na mke wake, mkurugenzi wa usalama wa taifa. Hizo picha nataka zikukumbushe vyema kwamba mimi na wewe tumetoka wapi. Kama wanadamu wote tumefanya makosa makubwa ambayo huenda hatukustahili kupewa nafasi ya pili kwenye haya maisha, lakini kila mtu anastahili nafasi ya pili kama atakuwa na nia nayo. Wewe umekuwa sehemu ya watu wauaji kwa muda mrefu sana, ukiwa unasimamia maeneo ambayo kuua watu lilikuwa ni kama jambo la kawaida la kila siku. Ulihusika kuua watu wengi ambao wengine hawakuwa na hatia, lakini baadaye ukawa umeamua kubadilika kwa sababu haukuona kama yale mambo yalikuwa ni muhimu kwa watu wengine. Dunia ilikubaliana na hayo yote kukupatia nafasi nyingine ya pili ambayo ilikufanya wewe kuwa mwanadamu sahihi na ukawa mtu wa familia, lakini nayo dunia ikaja kukulipa kwa namna nyingine ambayo naamini hata mwenyewe haukuwahi kuitegemea. Asichukulia mfano kama na wewe dunia singekupatia nafasi ya pili, mpaka sasa ingekuwa wapi? Haya maisha yanakuja kwa namna tofauti na vile sisi tunahitaji yawe. Maisha yanatupatia nafasi, baadhi ya nafasi ambazo hata sisi wenyewe kuna wakati tunajua kabisa tuzistahili. Mimi kama binadamu nakili wazi kabisa kwamba ni kweli nilifanya kosa ambalo huenda hata mwenyewe kwa wakati ule ungelikuwa kwenye nafasi yangu huenda ungelifanya. Nchi ilikuwa imepitia misukosuko ya muda mrefu, watu walikuwa wanaishi kwa hofu kubwa ndani ya taifa lao wenyewe. Vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimechoka kwa yale mambo ambayo yalikuwa yametokea. Viongozi walikuwa wanaumwa kila itwapo leo. Je, nilitakiwa kuweza kurudisha yale maumivu tena wakati ambao kila mtu aliamini kwamba watu wanarudi tena katika maisha ya kawaida kama ilivyokuwa mwanzo? Binafsi sijawahi kabisa kujutia kwa yale maamuzi ambayo nilikuwa nimeyachukua, kwa sababu hata kama ningelikuwa na nafasi nyingine ningeyachukua tena. Ile siku Kigamboni nikiwa na shuhudia wenzangu wakiwa wanauawa, niliamini hata mimi nisingekuwa na maisha mengine, kwa sababu hakukuwa na namna ya yule muuzaji wa madawa ya kulevya angeniacha hai. Ni siku ambayo kiukweli sikuwa hata na hamu ya kuendelea kuishi tena, hasa baada ya wenzangu wote kuuawa, lakini ni ambao alikuja pale ukanisaidia na kunifanya nipate nafasi ya pili ya maisha. Siku ambayo daktari alinipa machaguo yale mawili, binafsi sikutaka hata kupoteza muda, nikajibu lile maana maamuzi niliyoyachukua. Hata kama ungelikuwa ni wewe kwenye nafasi yangu, nina imani ungefanya hivyo. Ulikuwa umepitia mambo mengi mabaya ya kutisha, siku hatari kukuona unaingia kwenye matatizo mengine ya kupata magonjwa ya akili ama kupata maumivu ya kichwa ya kudumu, na ndio maana nilihitaji ufutwe kumbukumbu zako. Sipo hapa kwa ajili ya kujitetea, ila nilikuwa nataka tu ufahamu kweli kwamba mimi sikufanya ile kwa sababu nilikuwa binafsi ambaye nilikuwa nahitaji kukuibia maisha yako ya nyuma. Maamuzi ambayo niliyafanya kwa wakati ule yalikuwa ni sahihi, na ikitokea nafasi kama ile nitafanya tena. Ilikuwa ni sauti ya mkewe ambayo ilimpatia taarifa kwenye kichwa chake ya kwamba hata zile taarifa ambazo alipewa na Helena kwamba mwanawe alikuwa ametekwa zilikuwa ni za kupika tu. Ni mkewe ambaye alikuwa anahitaji waweze kuongea naye mara pale. Kilichoendelea msikilizaji, basi tuende pamoja kwa utulivu kabisa katika sehemu hii hapa ya 9. Tukiwa tunaelekea mwisho wa simulizi. Katika maandalizi basi kutakuwa na simulizi inayoitwa Penzi la Shamba Boy na Binti wa Mjini kutoka bibi ya Salma Rashid Ramadhani. Kurudi na kwenda kuvunja mbavu msikilizaji, vicheko na vituko vya kutosha, lakini ndio hivyo, ndo mambo ya simulizi mix. Na kisha kama tunakupa radha zote, tangu mapenzi, ujasusi, maisha, vichekesho na kila kitu. Kwa hiyo tutapumzika kidogo kwenye masuala ya action, kwanza tupate burudani, tucheke, tuvunje mbavu, halafu burudani zitaendelea. Tutakuja na bwana Hussein Vumbi kama kawaida, mzee wa simulizi yenye mafunzo na akili nyingi. Tutakuwa huko pia. Kwa hiyo ni bandika bandua. Endelea kubaki na mimi msikilizaji, tuendelee kufuatilia mkasa huu kwa utamu sana. Simulizi ni My Wife is a Drug Dealer, na huu ni msimu wa pili. Ni kweli kwamba rais anataka kuniua? Ndio. Unajua sababu yake? Kwa sababu anaamini wewe unaweza kuwa hatari kwa upande wao, hususan rais, na ndio maana anahitaji kukuondoa mapema. Yaani mtu ambaye nilimsaidia kuichukua nchi kutoka kwa The Globe, ambao kwa muda ule hata yeye alikuwa amekata tamaa kabisa kuweza kuwashinda na kuwaje hatari kwake. Anahitaji kuwa na watu ambao anaweza kuwa control na kuwapangia nini wanatakiwa kufanya, lakini kwako imekuwa ni tofauti, kwa sababu anaamini kwa baadaye hata kama ukiamua kuja kuichukua nchi inaweza kuja kuwa rahisi kwa upande wako. Na wewe unaamini hicho kitu, si? Kama ningelikuwa naliamini hilo, nisingekuwa hapa na wewe mume wangu, wala nisingekuwa nimesimamishwa kazi. Mkuu wa majeshi aliingiaje kwenye swala kama hili? Huenda kuna ahadi ambayo amepewa, na ndio maana imekuwa rahisi zaidi upande wake kuingia kwenye hili.
Kuna mengine ambayo unatakiwa kuyajua. Ndio, yapi? Kuhusu mkuu wa majeshi. Kafanyaje? Ni kibaraka wa Jamila. Nadhani umesema anafanya kazi na rais ya kuniua. Sahihi. Asa Jamila anaingiaje kwenye maisha ya mkuu wa majeshi? Kuna mpango wa kumua rais na rais mwenyewe hata ajui. Kivipi? Mkuu wa majeshi kwa sasa hivi ndiye ambaye ameaminiwa kwenye huu mpango wa kukua wewe, hivyo ukimtoa makamu wa rais, yeye ndiye mtu ambaye rais anamwambia karibia kila kitu ambacho amepanga kuweza kukifanya, hali ambayo inamweka rais kwenye hatari zaidi. Kwa hiyo mpango wake mkubwa kwa uchunguzi ambao anaofanya, ukifika wakati ambao atakuwa na uhakika wa kukupata wewe, lazima atamtaka rais aweze kukutana naye nje ya Ikulu, na hiyo itakuwa nafasi ambayo yeye ataitumia kuweza kumua rais. Halafu baada ya hapo makamu wa rais naye atauawa. Maana yake ni kwamba nchi itaingia kwenye mikono ya jeshi. Kwa hiyo Jamila anataka kufanikiwa kuikamata nchi kupitia Jaliwa, si ndio? Ndio. Kwa wewe kama mkurugenzi wa usalama wa taifa umeamua nini? Nilikuwa nimepanga kuweza kumsaidia rais katika hili, ila najua siwezi kulifanikisha kukizingatia kwa sasa hivi. Haniamini, hivyo haijalishi nitazungumza nini kwake hawezi kuniamini. Na ndio maana unatakiwa kumwacha aweze kuuawa. Sijakuelewa mume wangu. Alishangazwa na ile kauli ya mume wake kuambiwa kwamba alikuwa anatakiwa kumwacha rais ambaye yeye alikuwa anapaswa kumlinda anauawa, huku akiwa hatakiwi kuingilia wala hata kufanya jambo lolote lila kuweza kumsaidia rais huyo. Nimesema rais anatakiwa kuuawa. Kumbuka hapa unaongea na mkurugenzi wa usalama wa taifa na sio mke wako tu. Huyo rais wako ameshakuwa tatizo, na kwa huko mbeleni anaenda kuwa ni dikteta kwa sababu ameshaanza kuingiwa na tamaa. Hata kama huyo mpuuzi mwenzake asingekuwa na mpango wa kuweza kumpunguza, mimi mwenyewe hapa nilikuwa natakiwa kumuua, lakini nitakuwa nje ya damu yake kwa sababu atauawa na watu wake mwenyewe. Anatakiwa kufa kama una mpango wa kuijenga Tanzania ambayo ni imara na ambayo unaitaka. Vinginevyo kama utaamua kuingia vitani na mimi kwa kumlinda rais wako, basi tutaangalia mazingira mengine ya mimi nawe kukutana mabaritini. Ni jambo gumu kwa kiongozi wa usalama wa taifa kama mimi kuruhusu jambo la namna hili kuweza kutokea huku nikiwa naangalia. Hata kama ningesema sawa, nitaruhusu lilifanyike, nini kinaenda kutokea baada ya hapo? Ni rais tu. Mimi naenda kukutana na makamu wa rais. Kwa sababu gani? Yule mwanamke namjua vizuri. Tangu akiwa mkurugenzi ni mtu mzalendo. Hata kama kwa sasa hivi kuna namna amebadilika, nina imani sio kwa sababu amependa, bali huenda anafanya haya kwa kuwa hana namna nyingine, hivyo ninataka kumpatia nafasi ya kuwa rais. Niambie haumaanishi ambacho unakisema mume wangu. Huu ni ukweli. Nina imani ameshinikizwa tu kufuata haya mambo, ila hata yeye mwenyewe hataki kabisa kufanya hivyo. Hivyo anatakiwa kujiandaa kuwa rais wa Tanzania muda mfupi baada ya rais kufa. Unajua kabisa baada ya rais kufa mtu ambaye anafuata ni makamu, hivyo hakuna namna ataweza kuishi. Niamini mimi ataishi kwa sababu nitamalizana na mkuu wa majeshi, na muda ambao rais anauawa, wewe unatakiwa kuhakikisha makamu yupo Ikulu pamoja na jaji mkuu ambaye atamwapisha. Muda wa kuruhusu nyie mkae kikao na wenzako tutakuwa tunapoteza muda. Kwa hiyo jambo la msingi ni kufuata tu katiba inataka nini rais akifa. Kwa kuwa ni rais ambaye alikupatia amri ya mdomoni, kufa kwake kuna kuwa kumebatilisha kauli yake. Manake ni kwamba wewe utakuwa umerudi kwenye nafasi yako, na nina uhakika unajua nini ambacho unatakiwa kufanya kuanzia hapo, kwa sababu kuna masaa 48 tu haya mambo yote yanatakiwa yameshakwisha. Makamu wa rais kwa sasa hivi ana ulinzi mkali kwa sababu za kiusalama. Unahisi itawezekana vipi kukutana naye kwa ajili ya mazungumzo ikiwa kwa sasa hivi yeye ni moja kati ya watu ambao wanakutafuta wewe waweze kuua? Nusu ijayo nadhani ana safari, si ndio? Ndio, umeajua jayo. Sio muhimu kwa sasa hivi, ila tatambua atakuwa anatoka ofisini kwake kwenda nyumbani kwake. Jambo ambalo nahitaji kulijua kwako ni kwamba msafara wake una gari ngapi? 4. Kwa utaratibu wa sasa anapanda gari la ngapi? Gari la pili kutoka mbele. Kwa maana hiyo nina kazi ya kuyaangusha magari mawili tu hapo. Nimekwambia magari 4. Ukiangusha mawili bado huwezi kumpata, kwa sababu kuna gari moja litakuwa salama na ndani yake kuna walinzi na silaha kali. Nitaliangusha gari la mbele, hali ambayo itasababisha gari lake ambalo ni la pili kusimama, kisha nitaangusha gari la pili kutoka nyuma, hali ambayo itasababisha ajali kwa gari la nyuma kabisa. Hivyo mpaka muda wa gari ambayo itakuwa imebaki salama ni moja tu ambayo yeye atakuwa ameipanda. Mpaka hapo unajua ni kwa namna gani naenda kufanya naye mazungumzo. Kwa maana hiyo walinzi wote unaamua kuwaua. Kuna mambo ili yaweze kufanyika na kutokea, kuna roho inabidi tuzitolewe sadaka kwa sababu hakuna namna nyingine. Vipi kama ya mambo yakaenda nje au unavyohitaji yawe? Kama ya mambo yakifanikiwa, mimi nitakusamehe na tutaweza kuwa na maisha ambayo umekuwa ukiyaota kwa muda mrefu. Maisha ambayo
hayatakuwa yanaendeshwa na uongo wala kumbukumbu ambazo sio za kweli. Ila kama hili lisipofanikiwa, basi habari za mimi kuwa na wewe zisahau kabisa kwenye maisha yako, na itabaki tu ni historia kwamba tuliwahi kuwa mke na mume. Na tukaona mtu tunaenda kwenye maisha yako yote baada ya leo, hautakuja kuniona tena. Je, kipi bora kwako mkurugenzi? Ruhusiana karata zilikuwa zipo kwenye mkono wake mwenyewe. Ni yeye ambaye alikuwa anaamua acheze vipi. Mpango ni kwamba rais ambaye yeye alikuwa anamlinda alikuwa anatakiwa kuuawa, na yeye hakupaswa kuingilia katikati kuweza kumsaidia kiongozi wake huyo, vinginevyo alikuwa anaingia kwenye vita na mume wake ama kumpoteza. Nataka unihakikishie kwamba hili litafanikiwa mume wangu. Damigo hakumjibu mke wake tena, alitoka mle ndani kwa sababu mazungumzo yalifanyika na makubaliano yalikuwa yamefikiwa. Jambo ambalo lilikuwa linatakiwa kufanywa muda ule yalikuwa ni maamuzi tu pekee. Alisimama mlangoni na kumtazama mkewe. Masaa 48 yajayo ndio atakayoamua kama mimi na wewe tulipangwa kuwa pamoja ama ni wewe tu ulilazimisha jambo ambalo halikupangwa. Twende kwa Ziada Mzwane. Makamu wa rais alikuwa kwenye msafara wa kurudi nyumbani kwake. Alikuwa ameketi kwenye gari akiwa anapitia baadhi ya ripoti. Hakuwa na pressure na maisha yake kwa kuwa aliamini alikuwa upande sahihi mpaka pale ulipotokea mtikisiko mkubwa ambao ulifanya gari ile kusimama ghafla. Dereva ile gari alikuwa amebanwa na usukani na kutoboka tumbo lake. Alishangaa kukutana na hali ya namna ile, ikamlazimu kuangalia mbele ambako aliona gari la mbele lile lilikuwa limelipokea pembezoni mwa barabara. Akalazimika kugeuka tena nyuma ambako aliona mlipuko mkubwa ukitokea baada ya gari zile kupandana juu na moja ikapita juu ya ile gari yake na kwenda kutua mbele. Walinzi wawili ambao walikuwa naye kwenye gari walimtaka kubaki kama alivyokuwa ameketi, wao wakiwa wanatoka nje kuhakikisha mazingira yanakuwa salama na bosi wao anatoka ile sehemu akiwa mzima, huku akiwa hata wajui ni nani alikuwa anawashambulia na huyo mtu alikuwa wapi kwa muda huo. Mlinzi wa upande wa kushoto alipigwa risasi ya kichwa. Mwenzake alishtuka na kutaka kumfuata mwenzake ili aweze kumvuta, hali ambayo ilisababisha risasi nyingine kupenya kwenye sikio lake mpaka kutoboa kioo cha mbele ya gari, ikawa imeingia mpaka ndani. Makamu wa rais alikuwa anatetemeka mpaka muda huo. Alikuwa ametuma ujumbe wa yeye kuvamiwa na walinzi wake sehemu hiyo, lakini muda haukuwa rafiki baada ya kusikia mtu akiwa anamsemesha baada ya mlango kufunguliwa. Hello makamu wa rais. Damigo akiwa anaendelea kushangaa alipigwa kwenye shingo akazimia. Dakika 30 baadaye alizinduka. Baada ya dakika 30 tangu aweze kukamatwa akiwa na maumivu makali ya shingo. Ni muda gani tangu niwe hapa? Nusu saa tu mheshimiwa. Unajua kitu ambacho umekifanya Damigo? Hapana. Unaweza kunielekeza wewe kwamba nimefanya nini? Kumteka makamu wa rais tena kwa kuua walinzi wake na kuvamia msafara wake namna ile. Unajua kama adhabu yake ni kifo? Ni nani yule ambaye atanipatia hiyo adhabu ziada? Unajua namna jinsi nchi inafanya kazi hivyo. Unaelewa vizuri kwamba nini ambacho kinaenda kutokea baada ya hapa. Hakuna mtu ambaye ameniona nikiwa ninakuteka, na kwa sasa hivi Tanzania ni mambo mengi yanaendelea. Unahisi nani ambaye atajua kama mimi nimekuteka wewe? Kwa hiyo una mpango wa kuniua? Inategemea na wewe mwenyewe utakavyokuwa unajibu haya mambo ambayo tutakuwa tunaongea hapa. Ukiwa na maana gani? Tuanze mwanzo kabisa kwenye mpango wa wewe kuweza kuniua mimi na wenzako. Mimi na wenzangu wapi? Wewe ni moja kati ya watu ambao tumetoka mbali pamoja Ziada. Tuliwahi kuwa maadui wakubwa sana hapo zamani, na tulikuja kuketi kwenye meza moja baada ya kutambua kwamba tulikuwa na malengo ambayo ni sawa, lakini sasa ulipotambua mimi ndiye mtu pekee ambaye nilikuwa nina uwezo wa kuifanya Tanzania ikarudi kwenye hali yake ya kawaida. Binafsi siwezi kukulaumu kwa hilo kwa kuwa unafanya kazi yako, lakini unatakiwa kukumbuka hata mimi nina majukumu yangu ambayo yanapaswa kuweza kuyatekeleza, ukizingatia na familia na ya kuilinda, na kwa bahati mbaya mke wangu ni mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa. Damigo, kwanza umenifunga jambo ambalo sio sawa, lakini pia nashindwa kuelewa haya yote ambayo unaniambia natoka wapi, na kwa nini unaniambia wakati kama huu ambao umeniteka? Na kukumbusha ili usihisi kama nipo hapa kwa kukuonea. Hayo maelezo ambayo nimekupatia hapo juu, nilikuwa nataka tukukumbusha uelewe ya kwamba wewe ni moja kati ya watu ambao nilikuwa nawaamini sana, na hata pale ambapo nilikuwa nimepoteza kumbukumbu zangu bado nilikuwa nakuamini, kwa sababu ulikuwa zaidi ya mama mlezi kwa mke wangu na bibi kwa mwanangu. Ila nimekuja kushtuka baada ya kukutana na mambo ya ajabu kuhusu wewe, hasa nilipotambua na wewe ni sehemu ya watu ambao walikuwa nataka mimi nipoteze maisha. Nataka kujua kwa nini. Kuna kitu gani hasa ambacho labda mimi nimekosea kwenye maisha yako kwa sasa mpaka nawe uweze kunisaliti? Sijajua nani ambaye anakulisha hizi sumu Damigo, ila nakusina kukutaka uamini kwamba sio kweli.
Uliyoyafanya mpaka hapa yanatosha na naweza nikafanya ukasamewa, hivyo niache niende, maana haya ambayo yanaenda kutokea baada ya hapa yatakuwa yako nje ya uwezo wangu, na hata mimi mwenyewe sitakuwa na uwezo wa kuweza kulinda Makamu alifumba macho yake. Ile milio ambayo ilisikika litambua zilikuwa ni risasi zinapita kando yake zikiwa zinaishia kwenye ukuta. Mwili wake uliloa ghafla kwa jasho nene ambalo lilikuwa limempanda, hasa alipokuwa ametambua mambo hayakuwa rahisi kama ambavyo alikuwa anahisi yeye. Najua ni kawaida kwa mwanasiasa kubadilika, ila sikufikiria wewe unaweza ukawa ni sehemu ya kuhusika na mauaji ya vijana wa usalama wa taifa. Ukaona itoshi, ukashiriki pia kwenye kuhitaji kuniua mimi. Unajua nilikuwa nina uwezo wa kukuua wewe kwa wakati ule. Nilikuwa naweza kuwaacha the global waichukue hii nchi, ila sikufanya hivyo. Sio kwamba sijui nini kinaendelea. Najua upuuzi wote ambao unajifanya kwamba unautetea hapa, na sijakuteka ili uweze kujielezea kuhusu hilo. Upo hapa ili uweze kuniambia kwamba ni kwa nini unafanya haya ziada. Na kwa pia kama ukiendelea kunidanganya kama ambavyo umefanya mwanzo, basi hata kama utatoka humu ndani ukiwa hai, kama itanishawishi kukupa nafasi ya kuishi, na hakika utakuwa na kilema cha maisha, na sasa ni kama unahitaji tufike huko. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wananijua mimi vizuri zaidi, kwa hiyo usinijaribu. Kwa sababu ilikuwa ni amri kutoka kwa rais. Kwa hiyo rais anachokuamuru chote kile, hata kama ni kibaya, unakifanya tu, sio? Ile ilikuwa ni amri. Ilikuwa ni kuwa upande wake ama nichague upande wako na kuwa muasi. Na ulivyokuwa umeenda kumfariji mke wangu ulikuwa unayajua haya yote, kwa nini sasa hukutaka hata kumpatia tahadhari juu ya nini ambacho kilikuwa kinaendelea? Kwa sababu kama ningefanya hivyo ningeuawa. Kwa sasa hivi unataka kujifanya wewe ni msafi, hauna hatia, sio? Unahisi mimi napenda kufanya haya, Damigo? Mimi ni mwanamke ambaye unajua kabisa mahali ambako nimetoka. Unajua kabisa wakati ambao nilikuwa napambana kufika hapa, kila mtu alikuwa akininyoshia kidole, tena kwa kudai ni mwanamke hapaswi kupewa mamlaka makubwa namna hii. Wengine walidai kwamba mimi sio Mtanzania. Nimekuwa mwanamke wa kwanza kwenye hili taifa, kwenye historia, kufikia mafanikio haya. Unahisi kirahisi tu ningeweza kuja kuipoteza nafasi yangu na heshima kubwa ambayo nimeijenga kama ningelikuwa na namna nyingine ya kuweza kufanya? Unaweza kanilaumu utakavyo wewe, ila kwenye hili hata kama ukiniua, wewe mwenyewe unajua utakuwa umenionea. Kwenye haya mataifa yetu mifumo ya uendeshaji wa serikali ni mibovu, na ndio maana rais anapewa madaraka ambayo kimsingi hapaswi kuwa nayo. Nina uhakika hata wewe mwenyewe haupo tayari kufa kwa ajili yangu. Ukifikia hatua ya namna hiyo, utachagua familia yako na maisha yako wewe mwenyewe, na ndicho ambacho nimekiamua mimi, na sijuti kufanya hicho kitu. Yale ndio maneno ambayo Damigo alikuwa anahitaji kuyasikia kutoka kwa makamu wa rais. Alimfungulia ile sehemu ambayo alikuwa amemfungia, jambo ambalo hata makamu mwenyewe alikuwa amelishangaza. Nini kinaendelea, Damigo? Sikukuleta hapa kwa sababu nataka kukuadhibu au kukuua, ila unataka kufanyaje? Haijalishi ulilazimishwa ama ulifanya wewe mwenyewe kwa kupenda, ila nina uhakika hata wewe unatambua ulichokifanya ni makosa. Ndio naelewa, na ndio maana utautumia muda wako ambao upo kwenye uongozi kusahihisha makosa yako. Sijakuelewa. Masaa 24 yajayo mpaka 47 unaenda kuwa rais wa Tanzania. Makamu wa rais alinama na kutabasamu. Nini kinaendelea, Damigo? Na kuona kabisa upo sawa. Rais anaenda kuuawa siku ya kesho. Wewe unaenda kumua rais? Hapana. Nani ambaye ana uwezo wa kusimama mahali na kwenda kumua rais? Mkuu wa majeshi. Huyu ndiye ambaye anafanya kazi chini ya rais. Una maana gani kusema kwamba anaenda kumua rais? Ikiwalisia sio yeye ambaye atamuua, bali yeye anatumika kama silaha kumfikisha kwenye mikono ya Jamila. Yaani unataka kuniambia mkuu wa majeshi anataka kumua rais wa Tanzania? Amekuwa akiwasiliana na hao watu kwa muda. Mpango ambao ulikuwepo ni kuniua mimi, kisha baada ya hapo aweze kumua rais, na baada ya rais kufa wewe ndiye ambaye ulikuwa unafuata na nchi ingeangukia kwenye mikono ya jeshi, huku mke wangu akiwa ni mmoja kati ya watu ambao wangekamatwa na kufungwa ama kuuawa. Hivyo Jamila alikuwa anaenda kufanikisha kuishika Tanzania kwa kupitia CDF. Yaani kwamba huyo mshenzi, haya yote ambayo yanaendelea kwake ni kama mchezo tu. Wakati ambao unapanga mambo na kuhisi una akili, kuna watu ambao wamewahi kuwaza hayo kabla yako, ila wanaamua tu kuwa vumilivu. Swali langu kwako, uko tayari kuwa rais wa Tanzania? Nafasi ambayo nimekuwa nikiota kwenye maisha yangu yote, ila kama inawezekana kumsaidia rais, kwa nini unataka kuruhusu aweze kuuawa? Kwa sababu amebadilika, na siku sio nyingi atakuwa zaidi ya hapa, kwa sababu ameingia tamaa ya kuwa na mamlaka makubwa zaidi na kutaka kila jambo liwe chini yake. Hii ni ishara ya hatari zaidi ambayo kama tukisema turuhusu itokee hapa,
tutaipoteza Tanzania ama tutairejesha kwenye zama za hatari na za machafuko ambayo mabaya yatakuwa sababisha kurudi kwenye nyakati ambazo hakuna ambaye alijua kwamba zitakuja kutokea. Upo tayari kurudi huko? Hapana. Kwa sasa hivi hautakiwi kuonana na rais wala mkuu wa majeshi wala kujulikanika ni wapi ulipo. Bali Helena atakuchukua na kukupeleka sehemu salama. Yupo nje hapo. Huko utasubiri mpaka muda wa kwenda Ikulu, wakati ambao rais atakuwa ametolewa. Akiuawa tu, jaji mkuu atakuwa pale kwa ajili ya kuapisha. Mbona sielewi mambo yanafanyikaje? Na huyu Helena si ana matatizo? Kama ulikuwa unafanyia mambo yako gizani, basi hata wengine huenda wanafanya hivyo pia. Binafsi naamua kukuamini na kukupatia nafasi ziada. Ni fursa ya kutimiza ndoto yako kubwa zaidi kwenye maisha yako ya kuwa rais wa Tanzania. Lakini mbali na hapo, haya yakiisha, nahitaji mke wangu awe makamu wa rais na Helena anatakiwa kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa, kwa sababu ndio watu pekee kwa sasa hivi ambao na waamini unaweza kufanya hivyo. Ndio. Basi kwa sasa hivi punguza kuwa na maswali mengi. Utapewa maelekezo uwapo huko, na bila shaka utakutana na mke wangu uweze kumwomba msamaha kwa yote ambayo yametokea. Damigo alikuwa ametoka na kukutana na Helena ambaye alikuwa anatizama kwenye kioo cha nje mazungumzo yale. Hakuamini kutoka kuwa agenti wa kawaida tu ndani ya DEA mpaka kufikia sehemu ya yeye kupigiwa chepuo ya kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Damigo alimtaka binti yule ambaye alipitia mengi kwenye maisha yake. Kwa muda ule alionekanika kuwa na furaha kubwa usoni mwake. Alimpiga kwenye bega na kutoweka. Mshale wa saa ukutani au kuwa upande wake. Kila kitu kilitakiwa kumalizika ndani ya masaa 48. Kazi iwe imekuisha. Maona bana. Namna hiyo. Kamera zetu ziwaangazie Luciana na Ziada Mzwane. Maongezi yao yalikuwa kama ifuatavyo. Luciana, najua mimi na wewe kwa siku hizi kuna mambo mengi ambayo yametokea, ila nimekuja hapa kwa ruhusa ya mume wako. Nadhani tunapaswa kuweza kuongea na kuyaweka haya mambo sawa. Upo sahihi. Tunahitaji kuongea ili unipe sababu za msingi za wewe kufanya haya mambo uliyofanya. Nimeongea na mume wako kuhusu hilo na amenielewa. Huyu alikuwa ni mume wangu na muda huu unafanya mazungumzo na mimi hapa. Ni kweli nilifanya kosa ambalo kama ingetokea kweli sikuwa na uhakika kama ningekuja kujisamehe mwenyewe. Nimeishi naye kwa upendo mkubwa tena kwa muda mrefu, na nakili wazi kabisa kwamba jambo ambalo nilikuwa nimeliamua halikuwa rafiki sio kwangu tu bali hata kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu ni kama vile nilikuwa nimekisaliti kitu ambacho tulikuwa tumeapa kukilinda kwa pamoja. Kwangu wewe sikuwa na kuona kama bosi wangu tu bali nilikuwa na kuona kama mama. Ukiacha mume wangu, wewe ndiye mtu ambaye nilikuwa na kuamini na siri zangu nyingi ulikuwa unazijua. Juzi umekuja kuongea na mimi ukijifanya kwamba unajali, lakini uhalisia ni kwamba ulikuwa unanichora tu. Wewe ni miongoni mwa watu wachache ambao wanaelewa ni wapi tumetoka na ni mambo magani ambayo tumepitia. Unaweza kuniambia sababu zipi zilikufanya upange kuniulia mume wangu Ziada? Kwa muda mrefu kwenye maisha yake ndipo alimuita bosi wake kwa jina lake, kwa sababu ni hasira ambazo alikuwa nazo ndani yake. Na staili ya yote Luciana, ila kama utanipa nafasi nyingine ya kuniamini, naweza nikakuahidi kwamba jambo kama hili halitawahi kuja kujirudia tena kwenye haya maisha. Unahisi ni sababu gani ambayo itanifanya mimi niweze kukuamini tena? Kwa sababu tunaenda kufanya kazi pamoja. Unataka kunishawishi? Hata wewe mwenyewe unajua unaenda kuwa makamu wangu baada ya mimi kuapishwa kuwa rais, hivyo nahitaji uhakikishe jaji mkuu anahifadhiwa sehemu ambayo ni salama. Jaji mkuu nitakuwa naye mwenyewe, ila kama ukija kurudia kufanya jambo la namna hii tena sitakusamehe kamwe. Haitajalisha kwamba kwa wakati huo wewe ndiye utakuwa ni rais au ni nani, ila nakuahidi nitakuwa mimi mwenyewe kwa mkono wangu. Nalitambua hilo. Safi, sasa una kazi ya kunifanya niweze kukuamini tena. Kwa sasa hivi hutakiwi kutoka ile eneo, kwa sababu ndilo eneo ambalo tuna uhakika wa usalama wako. Maana kwa tatizo ambalo limetokea la wewe kuvamiwa, rais amenipigia simu na kusema anahitaji tuweze kuonana haraka sana. Nina uhakika nataka kuniuliza hilo, ila na mimi nitaigiza tu kama hakuna kitu na kijua juu ya haya mambo. Walipeana mkono wawili wale. Historia yao ilikuwa ni nzito, ila mkanganyiko ulikuwa unataka kuwagawanyisha, kila mtu apite upande wake ambao aliona ulikuwa ni sahihi kwa wakati ule. Raisi na Luciana. Luciana, unajua kwa nini nimekuita hapa muda kama huu? Hapana mheshimiwa. Kuna taarifa zote ambazo umezipata? Kwa taarifa za ndani sina hata moja. Nadhani unaelewa utaratibu wetu kwamba unapokuwa nje ya ofisi hakuna taarifa yoyote ya ndani ambayo inakuwa inakufikia moja kwa moja. Makamu wa rais ametekwa.
Nadhani nimesikia vibaya mheshimiwa. Ziada ametekwa. Makamu wa rais anatekwa vipi? Hayo majibu yake kwa sasa hivi ndio sina. Yaani kwamba kuna mtu ambaye kaenda kumteka makamu wa rais nyumbani kwake. Wote tunajua jambo namna hilo haliwezi kutokea. Imetokea akiwa anatoka ofisini kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo ni kweli? Ndio. Kwa sasa hivi ulisema ulinzi wa viongozi utakuwa imara zaidi. Sasa kwa namna ipi makamu wa rais anatekwa kirahisi kama hivi mheshimiwa? Yaani mpaka hapa sasa hivi hata mimi mwenyewe bado sijaelewa kwamba hili limewezekana vipi. Kwa hiyo kuna taarifa zote zile juu ya tukio hili. Gari 3 zimelipuka na walinzi wote wameuawa, jambo ambalo linaonyesha mhusika alikuwa amemlenga kumpata akiwa hai, na gari ambalo alikuwa amepanda yeye imekutwa ikiwa iko vizuri kabisa, zaidi ya risasi moja tu ambayo ilikuwa imepenya na kupita kioo cha mbele cha dereva. Kuna fununu zote zile juu ya nani ambaye anaweza kuwa amefanya tukio hilo. Ndio maana nimekuita hapa muda huu ili uweze kunipa ushauri wako na kuniambia unahisi ni nani ambaye atakayefanya yote. Usiniambie unahisi ni mume wangu. Lolote linaweza kutokea Luciana. Huyo kwake alikuwa ni zaidi ya mama. Hawezi kumfanyia jambo namna hiyo, na hata kama tukisema ni yeye kafanya, kulikuwa na sababu zipi za kumfanya yeye amvamie makamu wa rais? Mume ndio mtu ambaye alikuwa anatupatia pressure wote, hivyo huenda ni yeye ambaye amehusika. Hujapiga hata hesabu kujua kama ni watu wengine ambao wanaweza kuwa wanahusika na hili mheshimiwa? Akili yangu inanituma niamini mumeo ndio kafanya haya. Mara ya mwisho wewe kuwasiliana ilikuwa ni lini? Nina uhakika mawasiliano yangu unayafuatilia kwa ukaribu, hivyo kama ningelikuwa nipo kwenye mazungumzo na mume wangu ni lazima ungejua tu. Kila mtu huaga ana mbinu zake za kuweza kutatua mambo ya namna hii Luciana. Unamaanisha unanituhumu mimi kuhusika kwenye hili pia? Sina maana hiyo, kwa sababu najua wewe na mumeo kwa sasa hivi hamna mawasiliano, lakini vile vile najua usingeweza kumhukumu mumeo kwa sababu ya mapenzi. Ungesema hivi kama ingelikuwa pia hivyo kwa mkeo mheshimiwa? Mke wangu anaingiaje kwenye ya mambo? Unatakiwa kuchunga mdomo wako Luciana. Umeelewa nini nakimaanisha sasa? Hayo ambayo unataka kunifanyia mimi na kunigeuzia kesi za mume wangu kama za kwangu vile, ndo mambo hayo ambayo wewe mwenyewe pia hautaki kufanyiwa hivyo mheshimiwa. Nahisi kwamba ungeniacha nje na hili kwa sababu umeamua kuamini kwamba mume wangu ndiye ambaye ni mbaya wako. Ni vyema zaidi kama ukaenda kumtafuta, na mimi kwa moyo wangu wote nakupa baraka zangu. Ukimkamata mfanye vyovyote vile unavyohitaji wewe. Yale maneno hata rais alikuwa ameweza kumshtua. Hakutegemea kusikia maneno kama yale kutoka kwa Luciana ambaye mara zote alikuwa akimnyenyekea, ila wakati ule mambo yalikuwa tofauti. Luciana, kuna kitu ambacho kinaendelea mimi sikijui, sio? Siamini kama wewe ni wewe ambaye unaongea haya leo mbele ya namba 1 wa taifa. Niamini mimi mwenyewe mpaka sasa hivi najaribu kuwaza sababu za wewe kunisimamisha mimi kazi, ila pia sielewi kama wewe mwenyewe ambavyo hauelewi kuhusu hili. Na mwisho wa siku haya ni maisha ambayo ni lazima yaendelee tu kama kawaida mheshimiwa. Nilichokuambia ni ukweli, na ni jambo ambalo mimi siwezi kulijutia hata kidogo. Unajua mume wako alipo, sio? Nimempoteza mume wangu kwa sababu ya kuwalinda wewe na wenzako. Leo unaniuliza swali la kijinga namna hiyo. Narudia tena, unapaswa kuangalia mdomo wako na maneno ambayo unakuwa unaongea mbele yangu, kwa sababu muda sio mrefu utapoteza kila kitu kwenye maisha yako Luciana. Ndio sababu ulinisimamisha kazi, sio? Unataka kusema nini? Vipi nipo chini ya ulinzi kwa sababu nimekupatia ushauri na maneno ambayo haukuwa unahitaji kuyasikia kutoka kwangu? Kwa nini unahisi upo chini ya ulinzi? Kama sipo chini ya ulinzi naomba niende. Panapo majaliwa tutaonana wakati mwingine kama ukinirudisha kazini mheshimiwa. Japo na kushauri, unapaswa kuangalia kwa umakini zaidi wale watu ambao unawaamini, kwa sababu maisha ya siku hizi imekuwa ni jambo gumu sana kuweza kuwapata watu ambao unaweza ukawapa imani na wenyewe wakakurudishia uaminifu ule ambao unakuwa unawapatia. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake alitoka bila kusubiri ruhusa kutoka kwa rais wake. Tadilu Manzeki hakuwa anaamini kama yule ndiye yule binti ambaye alikuwa mnyenyekevu tangu mwanzo. Kuna jambo ambalo aliona kwamba halikuwa sawa. Umeona bana? Kama kawaida kamera zetu tuziangazie kwa CDF na Jamila. Mkuu wa majeshi akiwa nyumbani kwake anawaza namna jinsi alivyokuwa anaenda kuiendesha Tanzania ikitua mikononi mwake. Alijikuta akiwa na tabasamu kwa furaha kubwa, akiwa anashangilia kama mtu ambaye alikuwa amesubiria jambo hilo kwa hamu kubwa tena kwa muda mrefu, lakini ni wakati ambao alitoa karatasi kidogo hivi kuhusu ugeni ambao ulikuwa nje.
Alivaa suti haraka haraka na kutoka nje akiwa anakimbia nje ya gate la nyumba yake. Kulikuwa kuna gari moja aina ya Land Rover. Ndani yake kulikuwa kuna wanaume 4 ambao walikuwa wamevaa nguo za kijeshi. Alikaa kwenye siti yake, kisha bwana mmoja akawa amemfunga kitambaa usoni ili asiweze kutambua ni wapi alikuwa anaenda. Kwa hesabu ambazo alikuwa amezipiga, ilitumika risali moja mpaka kufika sehemu ambayo baada ya kutolewa kile kitambaa aliamini ilikuwa ni ndani ya nyumba, ila chini ya ardhi kutokana na hewa kuwa nzito kidogo. Eneo lilikuwa kimya, ila aliamua kufuata maagizo kwa sababu alitakiwa kuketi kwanza kisha asubiri utaratibu ambao ungefuata baada ya hapo. Alikuwa na hofu kubwa ndani yake kwa sababu hakujua nini ambacho kinafuata, ila jambo ambalo alikuwa analiamini ni usalama wake kwake, kwa kuwa alikuwa na kula na pande zote, hivyo aliamini hakuna jambo baya ambalo lilikuwa linaenda kumtokea kwa wakati huo. Waliingia walinzi wanawake 4 wakiwa hapo kwenye mavazi meupe. Walionekanika kuwa makini na walichokuwa na kifanya, na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na muda naye. Alimeza mate kwa shida kidogo ambayo ilikuwa inasindikizwa na hofu kubwa iliyokuwa ndani yake. Akiwa anaanza kutulia tangu wanawake wale waweze kuingia mle ndani, sasa alikuwa ameona wanaume 4 wakiwa hapo kwenye combat zito za kijeshi, wakiwa wameongozana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevaa nguo kubwa mithili ya gauni ikiwa na rangi ya blue. Chini alikuwa amevaa sendo za chini ambazo zilimpatia uhakika wa kutembea vizuri. Alizidisha kuhema CDF hasa baada ya kuona uso wa yule mwanamke. Alikuwa ni Jamila, yule mwanamke ambaye alikuwa na hamu kubwa ya kuweza kuona naye tena uso kwa uso. Hatimaye ndoto yake ilikuwa imenatimia. Alijikuta akiwa anasimama na kuinama kutoa heshima kwa mwanamke huyo akiwa anajichekesha. Jamila aliketi kwenye sofa safi ambalo lilikuwa liko upande wa pili kutoka kwa CDF, kisha wale walinzi wake wote wakatoka mle ndani, wakabaki wao wawili tu. Na siku nahitaji sana kuweza kuona na mimi. Ndio boss. Naweza kujua sababu mawili kupatia ulazima wewe kuhisi kwamba unatakiwa kuona na mimi ana kwa ana. Kwa sababu nilikuwa nahitaji uhakika kutoka kwako mwenyewe. Nimeishi na wanasiasa kwa miaka kadhaa, hivyo mara nyingi siamini maagizo kupitia watu wakati, maana kuna wakati wanaweza kuzidisha ama kupunguza mambo ambayo mara nyingi unakuta wanajitungia tu wenyewe. Unahakika hiyo ndio sababu ambayo imekufanya wewe uhitaji kukutana na mimi, kwa sababu unahisi Jackson kuna mambo anaweza kuyapunguza ama kuyaongeza kuhusu mimi ama makubaliano ambayo yalifanywa? Hapana. Eseni kama napenda kuiona sura yako kwa muda mrefu. Hivyo nieleze hiyo sababu ya kwa haraka sana. Mimi na wewe kwa sasa hivi tupo pamoja kwenye hili boss. Nashukuru kwa kuweza kuniona mimi kuwa ni mtu sahihi kwako. Ukweli ni kwamba kwa sasa hivi nilikuwa nahitaji kuonana na wewe moja kwa moja, kwani sikutaka jambo hili liweze kufahamika bila mimi kuweza kukutana na wewe kwanza. Natambua makubaliano yetu kupitia kwa mtu wako ambaye ni Jackson, na naliheshimu hilo kwa kuwa maamuzi yake yote yanakuwa na baraka yako wewe, ila sasa kuna mambo ambayo nilikuwa na uhakika ya kwamba yeye hakuwa na uwezo wa kuweza kuyaamua ama kuweza kukubaliana na mimi moja kwa moja. CDF alikuwa ametulia baada ya kuongea mfululizo, huku uso wake ukiwa na tabasamu la kutosha. Kama yapi hayo mambo? Ni muda wa rais kuweza kuuawa. Hilo wote tunalijua, sidhani kabisa kama ni jambo la kuanza kulitengeneza kikao. Ninachohitaji kuzungumza hapa ni maisha baada ya rais kufa. Unataka kusemaje? Nchi itakuwa chini ya jeshi kwa muda gani? Kwa sababu Watanzania wataambiwa kwamba jeshi litakuwa na nchi mpaka uchaguzi mwingine ufanyike. Mpango wako ni kuishikilia jumla kupitia jeshi, ama unahitaji kiongozi mwingine aweze kuingia Ikulu? Kama ataingia ni nani? Na mimi nafasi yangu baada hapo itakuwa imefikia wapi? Una wasiwasi kwamba naweza kukuacha nje? Nimeishi na wanasiasa kwa muda kidogo, hivyo naelewa namna jinsi siasa uwaga inabadilika baadaye, na mimi siko tayari kuweza kucheza kamali ambayo sina uhakika nayo. Kama nilivyokuambia mwanzo, haya mambo Jackson hakuwa na uwezo wa kuweza kuyafanyia maamuzi, na ndio maana nilikuwa nahitaji moja kwa moja kuzungumza na wewe. Ahadi uwaga ni nyingi kabla mambo ya kufanikiwa, ila yakifanikiwa watu uwaga wanabadilika. Hivyo nahitaji kupata uhakika wa moja kwa moja kutoka kwako. Unajua kwa nini nimerudi Tanzania Jaliwa? Kwa sababu nahitaji kubeba nchi. Najua hilo, ila unatambua kwa nini nahitaji kuishika hii nchi? Kwa sababu una huo uwezo. Unawezaje kuipata hiyo nafasi ukiwa na uwezo mdogo kichwani mwako namna hiyo? Haufanyi kitu kwa sababu una uwezo nacho, bali unafanya kitu kwa sababu kuna sababu nyuma yake ya kukufanya wewe ufanye hicho kitu. Jaliwa, haya ni makosa ambayo hata watu wengi ambao bado wana ushamba wa pesa uwaga wanayafanya, na ndio maana wanaishia kwenye umaskini tu wa kutupa, kwa sababu
huaga wanaamini unatakiwa kutumia pesa kwa sababu tu unayo. Hiki ni kitu hatari kwenye maisha yako kama ukiwa na akili za namna hii, hata kama utakuwa na mali nyingi kwenye mkono wako, kwa sababu utakuwa unapelekeshwa na hizo mali, na siwezi kumheshimu mtu ambaye haoni tofauti wa haya mambo. Mimi kurudi Tanzania haikuwa bahati mbaya, wala kwa sababu tu eti nina uwezo wa watu na pesa, ama kwa sababu eti nina nguvu. Nimerudi Tanzania kwa kuwa ilikuwa ni lazima niweze kurudi kumalizia kazi ambayo niliachia njiani. Kwa miaka na miaka wanawake wanaonekanika kuwa ni sehemu kubwa dhaifu, hivyo dunia haiwezi hata kumpatia heshima ambayo anakuwa na stahili, na ndio maana tunatumika kama vyombo vya starehe yetu. Wakati ule Treno Jiba alikuwa akinitumia mimi kama chombo chake cha starehe. Hakuwa anaona shida kuweza kubadilisha wanawake wengine hata mbele yangu pia. Kwa kuwa alikuwa anatambua yeye kwangu hakuwa tu mwanaume ambaye alikuwa akinipanda pale ambapo alikuwa anajisikia, bali aliamini pia yeye ni bosi wangu, jambo ambalo lilikuwa ni la kweli, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi chini yake na maisha yangu yalikuwa yanategemea zaidi maamuzi yake ili niweze kulipwa pesa nzuri. Haimaanishi kwamba nilikuwa na shida kubwa sana ya maisha, ila nilinasa kwenye historia. Mume wangu ambaye kwa sasa hivi ndiye adui yangu mkubwa alikuwa ni mwanaume mwenye utajiri wa kutosha, ila mimi tayari nilikuwa nipo kwenye maisha ambayo sikuwa na uwezo wa kuweza kuyakimbia kwa wakati ule. Hata kukutana kwetu ilikuwa ni kwa sababu ya Treno Jiba. Kwa hiyo kule nilikuwa nimetumwa, maana sikuwa na uwezo wa kuweza kufanya maamuzi juu ya nini ambacho nakitaka. Maisha yangu yote yalikuwa yanaongozwa na mtu mwingine ambaye ndiye nilikuwa nategemea kauli yake ili niweze kuishi. Ilifika hatua mwanaume yule nilimpatia hadi mtoto, lakini haikuwa sababu pekee yake ya kuweza kumfanya aweze kunijali, kwani bado aliniona kama hawala wake tu, jambo ambalo lilinipatia hasira sana. Ila kwa muda ule sikuwa na uwezo wa kuweza kusema kwamba nitafanya lote ile bana. Nilielewa sikuwa na nguvu hizo. Jambo moja kubwa ambalo nimejifunza kwenye maisha yangu kuhusu watu wenye nguvu ni kwamba kama unajiona wewe nguvu huna kama zao, hakikisha hauwi na uadui nao, bali wafanye wawe karibu yako na waamini kwamba wanakumudu, huku ukiwa unaendelea kufanya mambo yako kimya kimya, mpaka siku ambayo wanakuja kushtuka wanakuwa wamechelewa sana, kwani unafikia hatua ambayo unakuwa na nguvu kuliko wao. Kwa hiyo mimi nilianza kuandaa maisha yangu ya baadaye mapema sana, kwa sababu unaelewa namna historia huaga inahukumu watu. Watu wengi wenye nguvu duniani walianguka kwa kujisahau. Wao waliamini kuwa na nguvu ndio jambo pekee ambalo linatosha kwenye maisha, lakini ukweli halisi upo kwenye kuilinda ile nguvu ambayo upo nayo na kuhakikisha inaenda kwa muda mrefu, na hata wale ambao wanakuwa wapo karibu yako hawavuki mipaka ambayo unakuwa umewawekea. Kuelewa hilo ndiko ambako kumenifikisha hapa leo Jaliwa. Kwa kuwa mimi ndiye ambaye nilikuwa nina vitabu vya hesabu vya kampuni, nilikuwa nikipindisha taarifa nyingi, jambo ambalo lilinifanya kuweza kutengeneza mabilioni ya fedha, na tayari nilikuwa niko naandaa timu ya watu wangu ambao wengi wao ndio nafanya nao kazi mpaka sasa hivi. Nilikuwa nafanya hayo yote huku nikiwa naelewa kwamba nilitakiwa kuwa hatua moja mbele kuliko mtu yoyote yule kwenye mzunguko wangu, jambo ambalo lilinifanya nikafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, mpaka pale mume wangu alipokuwa amekuja kujua ukweli kuhusu mimi na mtoto. Ule ndio muda pekee kwenye maisha yangu ambao nilikuwa nimekata tamaa kabisa ya kupona, kwa nilitambua Damigo angeweza kuniua, ila kwa ubinadamu wa kupenda watoto alinipa nafasi nyingine ya kuishi, na lile ndilo kosa kubwa sana ambalo yeye alilifanya, kwani bila vile mpaka hii leo mimi na wewe tusingekuwa hapa tunazungumza. Kuniacha kwake hai kulinifanya mimi nikaishia kumuua Treno Jiba kwa mkono wangu mwenyewe, lakini pia jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kwamba nilimua babangu mzazi kupitia mtu wangu. Hili linatosha kabisa kukupa ukweli kwamba ili kuweza kuzilinda nguvu zangu mimi nipo tayari kuweza kumfikia mtu yote ule Jaliwa. Lakini sababu ya pili ya kurudi hapa Tanzania ni kwa sababu ya kosa kubwa ambalo nililifanya. Lile kosa la kumwacha mume wangu hai ni kosa ambalo huenda linaweza kuyagharimu maisha yangu. Kwa hiyo wakati ambao narudi kuweza kuwaonyesha kwamba mwanamke anaweza kuwa ni mtu hatari ama na nguvu kubwa sehemu yote ile duniani kumzidi mwanaume, pia nahitaji kusahihisha makosa yangu ambayo niliyafanya. Kwa hiyo kabla ya kuhisi sijui nitakuweka wapi kwenye hili, unatakiwa utambue kwamba ni wapi ambako nimetoka na mambo gani ambayo nipo tayari kuweza kuyafanya kuweza kukamilisha kile ambacho ninakitaka. Nimekupa nafasi na naenda kukupa nguvu kubwa, ila usije ukasahau mipaka yako bwana Jaliwa. Maana sitakuchekea mara mbili, na kama kutakuwa kuna ulazima wa mimi na wewe kuweza kuonana tena, huenda utakuwa ni wakati ambao utakuwa unabembeleza kuachwa hai.
CDF alikuwa anasikiliza kwa umakini maelezo ya mwanamke yule shupavu ambaye alikuwa anajiamini tofauti na alivyokuwa anahisi mwanzo, maana alianza kusahau mipaka ambayo alikuwa nayo kwenye jambo lile. Kesho nitamleta rais mahali ambapo unahitaji, kisha utamfanya kile unachokitaka wewe bosi. Alizidisha unyenyekevu baada ya yale mazungumzo ya mwanzo kuweza kukamilika. Na baada ya hapo, makamu wa rais atauliwa. Makamu wa rais nadhani ametekwa. Hajatekwa yule, najua yupo kwa mkurugenzi, hivyo hilo zoezi niachie mimi mwenyewe. Nitalimaliza mapema tu. Una hakika na unachokisema? Ndio bosi. Na mume wangu, muda ambao makamu wa rais namuua ndio muda ambao nitaichukua familia yake. Nikimchukua mkewe na mtoto wake, lazima atakuja mahali popote ambapo sisi tutakuwa tunamhitaji aweze kufika. Swali kwako ni kwamba namhitaji akiwa hai ama nimlete akiwa maiti? Hapana, atakiwa kuwa na mtu mwingine zaidi yangu, mimi mwenyewe. Nataka nione uswaka anatazama familia yake kana msaada ambao anaweza kuwapa, kwa sababu kwanza huyo mke wake nataka kuonana naye mimi mwenyewe ana kwa ana, kwa sababu na mazungumzo naye. Huyu alimtishia mwanangu wa kumzaa, kwa hiyo nataka aone inavyokuwa pale mtu anapokuwa anavuka mipaka na kuingilia familia yangu kwenye mambo kama haya. Sawa bosi. Basi bwana, kesho yake rais akiwa na CDF. Ilikuwa ni siku moja tangu rais atoke kufanya mazungumzo na Luciana, mazungumzo ambayo kwake aliona kama alikosewa heshima. Akasimama kama mkubwa nchi, hivyo alimwagiza mkuu wa majeshi aweze kuonana naye nje ya jumba la ikulu kwa ajili ya kuongea mambo mazito kidogo kwenye ule mpango wao ambao walikuwa wameuandaa. Jana nilikuwa na kiongozi mwenzako wa usalama ambaye nilimuita kumhoji ili anieleze kama anajua ni wapi ambako makamu yupo ama kama anatambua kuhusika kwa mume wake kwenye hili, ila ajabu alibadilika na kuanza kunitolea kauli nzito, jambo ambalo hajawahi kabisa kulifanya kwenye maisha yake yote. Tangu mara ya kwanza mimi niweze kuonana naye na baadaye nikampatia nafasi ya kuwa mkurugenzi. Ile hali nifanye nianze kuwaza kwa mara nyingine kwa kuhisi kuna mambo ambayo yanaendelea na nahisi hayapo sawa, na ndio maana upo hapa muda huu. Kwani mheshimiwa, wewe hili jambo umelifanyia uamuzi gani? Yaani mpaka sasa hivi makamu amepotea, ni masaa 24 yameshapita, na ni jambo la hatari sana kama wananchi wakianza kuulizia kuhusu hizi habari. Ndio maana hata IGP kumpatia hizi taarifa wala waziri mkuu, kwa sababu wakianza kujua watu wengi itakuwa ni ngumu sana hata kuweza kuzificha taarifa zenyewe. Niliamua kulifukia lile tukio kama vile halijatokea, nikiamini mpaka leo angekuepo yupo kwake, ila haya ambayo yanaendelea kwa sasa hivi yanaanza kunipatia mashaka kwamba huenda kuna changamoto kubwa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunafikiria. Je, kwa upande wako una mawazo yote? Ndio mheshimiwa. Huu ni muda sahihi wa kuweza kuniambia kama kuna mambo yanaendelea. Nilitamani kusema kwamba makamu amekusaliti, lakini kwa namna jinsi ninavyomjua asingeweza kuyatoa sadaka maisha ya walinzi wake namna ile. Hivyo mhusika wa haya yote lazima ni Luciana mwenyewe na vijana wake. Unahisi kuna vijana ambao wanafanya naye kazi? Unamkumbuka yule Elena, binti ambaye alipata matatizo Kenya? Ndio, namkumbuka vizuri. Amefanyaje? Kuna sehemu ambayo alikuwa amehifadhiwa kwa miaka 4 yote hiyo, akiwa anapatiwa matibabu tena kwa amri yako wewe. Natambua hilo. Sasa binti kama yule ambaye hana hatia anahusika vipi kwenye hilo? Huyu kwa sasa hivi ndiye ambaye anamtumia kwenye mambo yake ya siri, kwa sababu anajua hana ruhusa ya kuitumia ofisi yake. Unamaanisha nini kuniambia kwamba huyu ndiye ambaye anamtumia? Kwa sababu huyu binti nilifuatilia mpaka kwenye ile nyumba, nikaenda kuwaulizia baadhi ya walinzi pale, wakaniambia aliondoka pale akiwa na siku kadhaa tangu aondoke na mkurugenzi, na baada hapo hajui ni wapi alipo. Huenda alimhamishia tu na kumpeleka sehemu ambayo aliona kwamba anaweza kuwa salama, hususan kwa haya mambo yote ambayo yanaendelea kwa sasa. Alikuwa anatakiwa akupe wewe taarifa, lakini huyo binti hajatolewa tu pale, bali ndiye ambaye anamtumia kwenye njia zake kadhaa, na mpaka sasa hivi na imani huyu binti na watu kadhaa ndio ambao wametumika kumteka makamu wa rais. Unamaanisha Elena ndio ambaye kaifanya kazi? Ndio. Kwa nini? Jana wakati unampatia taarifa za kutekwa kwa makamu wa rais alionekana kushtushwa na jambo hilo? Hapana, alikuwa kawaida tu na baadaye akaja kuwa mkali. Unahisi kwa nini mkurugenzi wa usalama wa taifa asikie makamu wa rais ametekwa alafu awe kawaida? Ingetokea hivyo kama mtu angelikuwa anajua kinachoendelea. Nadhani kwa sasa hivi umeanza kunielewa mheshimiwa. No way. Kama mkurugenzi ndiye anahusika kumteka makamu wa rais, kwa nini afanye hivyo? Hapo ndipo linakuja jambo la muhimu kwenye hii safari mheshimiwa. Lipi hilo?
CDF alikuwa ametabasamu kwa sababu alikuwa anaziba akili za rais bila hata kutumia nguvu. Rais aligeuzwa kuwa kama zuzu ambaye alikuwa anaona kila alichokuwa anakifanya mkuu wa majeshi ndicho kilikuwa ni sahihi kwa wakati ule, ila kwa bahati mbaya hakujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea nyuma ya yale maelezo ya kuvutia ambayo alikuwa anapewa. Huenda Jamila anajua kwamba watu wake waliuawa kwa amri yako mheshimiwa. Kwa nini? Kugombeza kwake hajazungumzia kuhusu kusimamishwa kazi. Kazungumzia hilo pia. Maana yake ni kwamba yeye anajiandaa kufanya kisasi, kama sio kukua basi kuna jambo baya ambalo amelipanga juu yako ili kutuliza hasira zake. Yeye na makamu wa rais ni kama mtu na mama yake. Hivyo hawezi kuruhusu makamu wa rais aanguke, maana anampenda na kwake anahisi yule makamu ndiye anaweza kuwa rais mzuri zaidi yako wewe. Kwani mheshimiwa, ikitokea umekufa unahisi nani ambaye anaenda kuwa rais wa Tanzania? Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania maana yake ni kwamba mtu ambaye anatakiwa kuapishwa ni makamu wa rais. Sasa umeanza kunielewa? Yaani kwamba huyu mshenzi anawaza kuniua mimi. Rais alibamiza glasi chini kwa hasira kali ambayo alikuwa anajaribu kuizuia lakini ikashindikana. Na mtu ambaye anatakiwa kumwapisha ni nani mheshimiwa? Jaji mkuu. Mpaka sasa jaji mkuu kwake hayupo na haieleweki amepotea kwenye mazingira yapi. Maana zimetokea taarifa kwamba wamemfuata watu ambao hawafahamiki ambao alifanya nao mazungumzo mafupi kisha akaondoka nao bila shida. Mbali na amri yako kuna mtu gani ambaye anaweza kwenda kwa jaji mkuu na kuondoka naye? Kama anatia ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, majeshi la polisi. Wote tunajua polisi hawezi kufanya jambo la namna hii. Kwa hiyo karata inabaki kwa nani? Ruhusiana. Rais alikuwa ameuma meno maana hasira zilikuwa zinazidi kumtafuna. Ndio maana hata mpango wa mume wake kujifanya amepotea, nadhani yeye ndiye ambaye alikuwa ameupanga kuweza kukuhada wewe mheshimiwa, ili nguvu zako uzihamishie kumtafuta mume wake, yeye akiwa anakamilisha mambo yake kimya kimya. Huyu malaya, kama ningejua mapema hata nisingempatia nafasi ya kuwa pale juu. Na makamu wa rais sikutegemea kabisa kama anaweza kunisaliti kipuuzi namna hii. Ila wanaenda kulilipa hili kwa njia ngumu kuliko hata wanavyotegemea washenzi hao. Mimi nina njia ya kuweza kulimaliza ili mapema mheshimiwa. Una njia gani ya kuweza kuondoa apuzi wote? Jambo la kwanza tunatakiwa kuweza kumpata makamu wa rais, maana ndiye mpango mkubwa. Huyu akipotea watachanganyikiwa na ndipo tutaenda kuwakamata wote kwa ruhusa yako. Bado hujaniambia mpango ni upi? Kwa sababu Rena ndiye ambaye mpaka sasa hivi amemficha na ninahisi kwamba naweza kuwa najua ni wapi alipo. Hivyo tunaweza kwenda muda huu mimi na wewe ili ukazungumze na makamu wa rais ana kwa ana, na kama una uwezo wa kuweza kumuua ni wewe, ama kama mtaamua kumkamata ama kumpa nafasi nyingine ni wewe, na maamuzi yako mheshimiwa. Rais akatabasamu baada ya kusikia kauli kama ile kutoka kwa mkuu wake wa majeshi. Unaona kile ambacho nakisema Jaliwa? Ndio mheshimiwa, tena kwenda huko ili siri iwe kubwa zaidi. Watu wa Ikulu hawataki kabisa kuhusishwa kabisa, maana hatujui nani na nani ambao tunaweza tukawaamini kwa sasa hivi. Hivyo tutatumia jeshi kuweza kukupeleka kwa amri yako. Hao watu tutaondoka nao. Na kuuliza tena una hakika na maelezo yako Jaliwa? Kwa sababu kama sio kweli basi na wewe pia nitakuweka kwenye kundi moja na hawa watu, na sidhani kabisa kama unahitaji tuweze kufika huko. Mheshimiwa, nilikuahidi kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili yako, na mimi nitatumia nguvu yote ya jeshi kukulinda wewe kwa lolote lile na kwa yeyote ambaye atataka kuingia katika haya mambo. Rais alimpatia ishara ya kuweza kuongozana ili waelekee huko ambako waliongozana na walinzi wake 4 na gari 3 za jeshi. Rais alikuwa anaona ushindi wake mbele yake, jambo ambalo lilikuwa limemfanya kuwa na furaha isiyokuwa na kifani. Njiani alikuwa anatabasamu kwa sababu ile michezo ambayo aliona kama watu wake wanamchezea ilikuwa inaenda kufika mwisho, na kwa wakati ule karata ya muhimu zaidi kwenye hiyo nchi alikuwa na yeye. Watanikoma washenzi, alikuwa amesema mwenyewe akiwa anajipongeza kwa kuweza kumwamini mtu kama huyo mkuu wa majeshi. Safari yao ilikuwa imeishia mpaka nje ya nyumba moja kuu ambayo ilionekanika kuwa na ya zamani kidogo. Ilichoka kiasi lakini ilionekanika kuwa na huduma zote za kijamii. Kwamba makamu wa rais amehifadhiwa sehemu hii. Ndio boss. Mkuu wa majeshi alishuka akiwa anawataka walinzi wake wengine waweze kushuka, ambao walikuwa na kombati nzito za jeshi huku kwenye mikono yao wakiwa na silaha za mauaji. Gari la mwisho walinzi kushuka walishuka wale vijana 6 wa mkuu wa majeshi ambao walikuwa kwenye sare za peke yao.
Wote kwa pamoja walitoa heshima kwa kupiga saluti, jambo ambalo lilimfanya rais kujivuna na kuona alikuwa na watu shupavu wa kumlinda pembeni yake bila kujua dhumuni halisi la yale yote lilikuwa ni lipi haswa. Baada ya rais kuingia ndani ya geti la eneo lile ambalo lilikuwa limezungukwa na wanajeshi, alianza kuhisi hali ya tofauti, maana taa zilikuwa zinawaka muda wote. Ni kama walikuwa na watu ambao walikuwa wanasubiriwa. Aligeuka kumwangalia mkuu wa majeshi, ila hakumuona kama mtu ambaye alikuwa na wasiwasi hata kidogo ndani yake, jambo ambalo lilimuongezea hofu kubwa zaidi. Una hakika ile eneo ni eneo upo sahihi mheshimiwa? Alimgekea mkuu wa majeshi, maana hata sauti yake ilikuwa imebadilika. Una maana gani kuniambia nipo sahihi? Ni kweli kwamba kuna watu ambao walikuwa wanatusubiria hapa. Sisi? Ndio. Nani na kwa nini unidanganya kama ulijua Helena na makamu wa rais hawapo hapa? Wewe ni mwanasiasa na kiongozi mkuu wa nchi. Unahisi ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea mheshimiwa? No Jaliwa, unataka kuniambia wewe ni sahihi? Mimi ni mmoja wa hao watu. Sina kumbukumbu kama mimi na wewe tumewahi kuwa na utani, hususan kwenye jambo la muhimu kama hili. Ila kwa leo nitalichukulia kama unanitania, hivyo nitakusamehe. Hebu acha huo upuuzi ambao unaufanya mara moja, na natakiwa kurudishwa Ikulu mara moja. Nasikia kusema hilo haliwezekani kwa sasa mheshimiwa. Haliwezekani? Wewe unaongea kama nani labda? Rais alikuwa ameanza kuwaka na kumsogelea mkuu wa majeshi kwa mamlaka mazito, lakini kule kujiamini kwake kuligeuka kuwa ni hofu ghafla baada ya kuona wale walinzi wake wanne ambao walikuwa wametoa silaha kuhakikisha kwamba rais anakuwa salama, wakipigwa leseni wale vijana 6 wa mkuu wa majeshi. Jaliwa, what are you doing? Akiwacho unafanya nini? Sikutaka kwa kukupenda hata siku moja. Ulikuwa unajiona kama mtu ambaye unaweza kila kitu, lakini haukuwa na huo uwezo zaidi ya kujiona fahali kwa kutoa tu kauli na amri za hovyo kwetu. Ni mtu ambaye hata watu wako pia walikupa imani, lakini kwa bahati mbaya, kwa upuzi wako ukawakataa hao watu na ukawa unahitaji kuweza kuwaua. Unahisi ni mtu gani mwenye akili kwenye haya maisha ambaye anaweza kuwa karibu na mtu aina yako wakati anajua yale ambayo unaweza kumfanyia baadaye? Unamaanisha nini Jaliwa? Mimi nafanya kazi na Jamila na ndio anatusubiria hapa muda wote tuweze kufika ili mimi niweze kukukabidhi kwake, na nina imani nyie wawili mtakuwa na mazungumzo bora zaidi kuliko tukiongea mimi na wewe hapa. Wewe ni mkuu wa majeshi ya Tanzania, hauwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu unayajua madhara ambayo yatatokea na nini ambacho kitakupata. Mheshimiwa, unahisi mimi akili sina mpaka eti nikurupuke kufanya mambo kama haya? Unakumbuka nilikuwa na kupatia mpango wa kusema kwamba mkurugenzi anakusaliti na huenda anatengeneza mtego wa kuweza kukuua wewe, na ndio maana amemteka makamu wa rais. Ukweli ni kwamba hata sijui ni nani ambaye amemteka makamu wa rais, ila nilikuwa nakwambia vile tu kwa sababu nilikuwa natambua utaniamini, na ndio maana nimekuleta hapa. Wewe shetani, unajaribu kumuua rais wa nchi. Na hapo ndipo lipo jambo jema zaidi, kwa sababu baada ya naenda kumsaka makamu wa rais ambaye kwa hisia najua Rusiana anaweza kuwa na taarifa hata chache tu za kuweza kujua ni wapi alipo. Nikifanikisha kumuua huyo Kezero, nitazipeleka kwa mkurugenzi, na wewe kumsimamisha kazi imenirahisishia kazi yangu mimi, kwa sababu itaonekanika alikuwa na hasira baada ya wewe kumsimamisha kazi kisha ukatoa amri kwamba mumewe anatakiwa kuuawa, maana hata ushahidi wa rekodi ukiwa unaongea ni nao. Hivyo itaonekana kama alikuwa wewe na makamu wako kama kisasi. Na baada ya hapo unajua nini ambacho kitatokea mheshimiwa? Nchi itaingia kwenye mikono ya jeshi. Kisha baada ya hapo mimi nitaishika nchi kwa muda mpaka uchaguzi wa uongozi ufanyike, na uongozi ambao utaingia madarakani ni ule ambao mimi na Jamila tutakuwa tumekubaliana na kuona unafaa kwa ajili ya maslahi yetu. Hivyo ndivyo michezo ya watu wenye akili inachezwa. Wale ambao walikuwa wamewakataa na ukataka kuwaua, ambao kiuhalisia wao ndio ambao walikusaidia kipindi kile hauna msaada mwingine, ndio ambao wangekuja kukusaidia kwa sasa hivi, ila hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kufanya hivyo, kwa sababu wakati ambao walikuwa wanakuhitaji na ulifanikiwa kuwakataa. Hivyo kwa sasa hivi utakuwa mwenyewe na maisha yako, ili ujifunze kuthamini watu waaminifu kwenye haya maisha ambayo kiuhalisia ni wachache sana na wanahesabika. Wewe ulikuwa miongoni mwa makapteni ambao kipindi kile walijitoa kwa ajili ya taifa hili Jaliwa. Ni kitu gani hasa ambacho kimekufanya mpaka sasa hivi umekuja kubadilika na kuwa mtu wa ajabu namna hii? Mheshimiwa, mimi wakati ule sikupigana kwa sababu eti nilikuwa ni mzalendo kwa taifa hili. Kiufupi ni kwamba mimi sijali chochote kile kuhusu Tanzania. Badala yake nilitumia ile kama fursa, kwani niliamini kwa nyakati kama zile ambazo kila mtu jaribu kuwa msaliti kwa mtu ambaye angeonesha uaminifu kidogo, lazima tu angeweza kuaminiwa.
na kumpatia nafasi nzuri zaidi. Na ile kwangu ilikuwa ni nafasi ya dhahabu ambayo sikuwahi kabisa kucheza nayo, na ndio ambayo imenifikisha hapa kwa sasa hivi. Kipindi kile jambo la msingi ambalo nilikuwa nimelifanya ilikuwa ni kujaribu zaidi kujionyesha ili jina langu liweze kutokea, na kweli ule mchezo wa kubashiri ambao nilikuwa nimeufanya muda ule ulinilipa mpaka nikaja kuwa mkuu wa majeshi. Kwenye maisha yangu siku zote tangu nikiwa mdogo nilikuwa na mawazo mengi sana ya mbali, kwa kuamini hesabu hizo zingeja kunisaidia kufika kule ambako mimi ninataka, na ndio sababu sikuwahi kabisa kuingia kwenye makosa ya hovyo ambayo yangegharimu jina langu, kwa kuwa nilikuwa natambua kwenye maisha yangu ni vitu gani nilikuwa navihitaji. Leo mimi na wewe tupo hapa, unaenda kuanza kubembeleza uweze kuachiwa hai, lakini hautakuwa na hiyo nafasi, kwa sababu mimi ndiye ambaye naenda kuchukua nchi na kuingia Ikulu mheshimiwa. Mchezo wetu unakumeishia hapa. Katika sehemu ya 10 msimu wa pili ambao tutakuwa tunahitimisha kila kitu kuhusiana na simulizi yetu nzuri na kwenda kwa jina la My Wife is a Drug Dealer. Mtunzi wa simulizi yetu ni Fabian Babuya, director ni kutoka Simulizi Mix, na ambaye anakwenda kusimulia kisa hiki cha kusisimua mpaka mwisho kabisa katika sehemu ya 10 ya msimu wa pili wa simulizi yetu. Sina la ziada mpaka wakati ujao, niseme asante, lakini kumbuka mwisho wa maandalizi ya simulizi ni simulizi kutoka kwa Salma Rashid Ramadhani, bibi ya kutuvunja mbavu, inayokwenda kwa jina la Penzi la Shamba Boy na Binti wa Mjini. Nini kilitokea? Basi usikose kuwa nami katika simulizi mpya, lakini kabla ya hapo tukutane katika sehemu ya 10 kuhitimisha simulizi ya My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Na kukaribisha msikilizaji katika sehemu ya 10 na ya mwisho kabisa ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo My Wife is a Drug Dealer, kama mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 9 msimu wa pili ni pale ambapo rais alikuwa ameingia ndani ya 18 za mkuu wa majeshi, na alikuwa ameshamchana live kwamba anaenda kumuua. Wewe shetani anajaribu kumuua rais wa nchi. Hapa ndipo lipo jambo jema zaidi, kwa sababu baada ya wewe naenda kumsaka makamu wa rais ambaye kwa hisia najua Rusiana anaweza kuwa na taarifa hata chache tu za kuweza kujua ni wapi alipo. Nikifanikiwa kumuua huyo, kesi zenu nazipeleka kwa mkurugenzi, na wewe kumsimamisha kazi imenirahisishia kazi yangu mimi, kwa sababu itaonekanika alikuwa na hasira baada ya wewe kumsimamisha kazi kisha ukatoa amri kwamba mmeo anatakiwa kuuawa, maana hata ushahidi wa rekodi ukiwa unaongea ni nao. Hivyo itaonekanika kama alikuwa wewe na makamu wako kama kisasi. Baada hapo najua nini kitakachotokea mheshimiwa. Nchi itaingia kwenye mikono ya jeshi. Kisha baada hapo mimi nitaishika nchi kwa muda mpaka uchaguzi ufanyike, na uongozi ambao utaingia madarakani ni ule ambao mimi na Jamila tutakubaliana na kuona unafaa kwa ajili ya maslahi yetu. Hivyo ndivyo michezo ya watu wenye akili inavyochezwa. Wale ambao ulikuwa umewakataa na ukataka kuwaua, ambao kiwalisia wao ndio ambao walikusaidia kipindi kile, hauna msaada mwingine ndio ambao wangekuwa msaada kwa sasa hivi, la hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kufanya hivyo, kwa sababu wakati ambao walikuwa na kuhitaji wewe ulifanikiwa kuweza kuwakataa. Hivyo kwa sasa hivi utakuwa mwenyewe na maisha yako, ili ujifunze kuthamini watu waaminifu kwenye haya maisha ambao kiwalisia ni wachache na wanahesabika. Wewe ulikuwa ni miongoni mwa kapteni ambao kipindi kile walijitoa kwa ajili ya taifa ilijaliwa. Ni kitu gani hasa ambacho kimekufanya mpaka sasa hivi umekuja kubadilika na kuwa mtu ajabu namna hii? Mheshimiwa, wakati ule sikupigana kwa sababu eti nilikuwa ni mzalendo wa taifa hili. Kiufupi ni kwamba sijali lote ile kuhusu Tanzania, badala yake nilikuwa nimetumia ile kama fursa, kwani niliamini kwa nyakati kama zile ambazo kila mtu anajaribu kuwa msaliti, kwa mtu ambaye angeonyesha uaminifu kidogo lazima ungeweza kumwamini na kumpatia nafasi nzuri zaidi. Na ile kwangu ilikuwa ni nafasi ya dhahabu ambayo sikuwahi kucheza nayo, na ndio ambayo ilimenifikisha hapa kwa sasa. Kipindi kile jambo la msingi ambalo nililifanya ilikuwa ni kujaribu zaidi kujionyesha ile jina langu liweze kujitokeza, na kweli ule mchezo wa kubashiri ambao nilikuwa nimeufanya muda ule ulinilipa mpaka nikaja kuwa mkuu wa majeshi. Kwenye maisha yangu siku zote tangu nikiwa mdogo nilikuwa na mawazo mengi sana ya mbali, kwa kuamini hesabu hizo zingeweza kunisaidia kufika kule ambako mimi
na kutaka, na ndio sababu sikuwahi kuingia kwenye makosa ya hovyo ambayo yangeharibu jina langu, na kwa kuwa nilikuwa natambua kwenye maisha yangu ni vitu gani ambavyo nilikuwa navihitaji. Leo mimi nawe tupo hapa. Unaenda kuanza kubembeleza uweze kuachwa hai, lakini hautakuwa na hiyo nafasi kwa sababu mimi ndiye ambaye naenda kuichukua nje na kuingia Ikulu mheshimiwa. Mchezo wetu unakuwa unaishia hapa. Tulikuwa tumeishia hivyo msikilizaji. Unaambiwa rais alitambua kuvuta shuka wakati muda ambao walikuwa kumekaribia kupambazuka na alikuwa anatakiwa kuamka. Wale watu ambao alikuwa anaona kuwa kama kivuli kwake, hakuwa anatambua kama ndio ambao alikuwa wamesababisha yeye kupigwa na jua kali mpaka wakati ambao alikuja kushtukia jambo lile. Dunia ilitakiwa kwanza kumpatia shule kwa namna ngumu. Simulizi yetu imeandikwa na Fabian Babuya na simulizi director ni kutoka hapa Simulizi Maxi. Mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine tamu kweli kweli kutoka BSR Marash Ramadhani, inayokwenda kwa jina la Penzi la Shamba Boy na Binti wa Mjini. Huko ni vituko furu kuvunja mbavu mwanzo mwisho, na baada ya hapo tutakuwa na simulizi kutoka bwana Hussein Vumbi inayokwenda kwa jina la Rayarini. Huyo ni binti Raya Ise, ni binti mmoja kichomi kweli kweli katika hiyo simulizi linalokwenda kwa jina la Mzigo wa Maumivu, Jasho na Hisia. Tutakutana na binti Raya, mwite Rayarini, binti kichomi ile mbaya. Unamjua vile anaandika yule jamaa story. Kama hujapata kujua story zilizoandika, fuatilia simulizi ya Mti Mkavu Mizizi ya Upendo na simulizi nyingine nyingi alizoandika S. Hussein Vumbi zinapatikana YouTube channel ya Simulizi Mix. Pia baada hapo utakuwa na simulizi ya Agano kutoka kwa Patrick CK. Baada ya kumaliza simulizi ya Kichwa cha Matayo na baadaye kumaliza simulizi ya The Return of Mulumbi, tutakuwa tunaanza simulizi ya Agano. Mpaka wakati huo msikilizaji, tulia hapa tumalize sehemu hii hapa ya 10 ya msimu wa pili My Wife is a Drug Dealer kutoka Fabian Babuya. Na nikushukuru kwa kuwa nami tangu mwanzo msimu wa kwanza na kuwa nami msimu wa pili ambao umechelewa kidogo, lakini mwisho wa siku tunaenda kuhitimisha simulizi kwa uzuri kabisa kutoka hapa studio ya Simulizi Mix. Director niko nyuma maiki na ruhusu burudani kuendelea. Unaambiwa alicheka kwa nguvu kubwa sana ambayo ndani yake ilikuwa imejaa hasira na gaziko ambalo hakujua alimalizia wapi. Huyu ni mheshimiwa rais namba 1 ambaye alikuwa naamini yeye ndiye mtu mwenye nguvu zaidi ndani ya taifa lake. Kufanywa jambo kama lile ilikuwa ni aibu kubwa ambayo hata kama ningekutana na watu waliokuwa wanamjua vizuri kwenye maisha yake, wangemcheka kama sio kuhusika kumtandika vibao kabisa, kwa kuwa moja kati ya watu wapuuzi zaidi kuwahi kuzaliwa duniani. Akiwa anahitaji kumfuata mkuu wa majeshi pale alipo atulize hasira zake ambazo alikuwa nazo, huku akiwa amezungukwa na wanajeshi ambao mpaka muda ule alitambua alikuwa anamsikiliza mkuu wa majeshi tu pekee. Alisikia jina lake likiwa linatajwa kwa nyuma, ndipo alipogeuka kuangalia kwenye ule mlango. Alikuwa anaonana ana kwa ana na Jamila. Hakuwa anaamini kama mwanamke mrembo na mwenye sauti nyororo kama hiyo ndiye ambaye alikuwa ni shetani mwenyewe. Hello Mr. President. Alikuwa anaendelea kushangaa kwa wakati mmoja akiwa anaogopa wakati huo. Yule ndiye alikuwa ni The Globe mwenyewe, mwanamke ambaye wanaume hatari wote walishindwa kumpata mpaka muda huo bado alikuwa yuko hai na mzima wa afya. Alizungukwa na warembo ambao walikuwa wamevaa mavazi mekundu kwa wakati huo, huku yeye akiwa na mavazi meupe. Upande wa pembeni walikuwa wanaume 5 na mmoja wale wanaume alikuwa ni kiumbe hatari Jackson. Bila shaka kutarajia kukutana na mimi sehemu kama hii, na ndio maana umeshtuka baada ya kuniona mheshimiwa, au sio kweli? Mwanamke yule alikuwa mtulivu asiyekuwa na hofu ndani yake. Kwa hiyo kila alichokiongea huyu kibaka ilikuwa ni kweli. Ya mimi na wewe tuna muda wa kutosha kufanya mazungumzo tadilu. Na hili sio eneo salama. Walizongo na kuchukua tuongozane sehemu sahihi ya kwenda kufanyia mazungumzo ya mimi na wewe. Alimfuata mkuu wa majeshi na kumtamkia kwa sauti kali, hakikisha unakamilisha kazi iliyobakia haraka kwa sababu ninaamini kesho ndio siku ambayo natakiwa kukutana na mume wangu. Sawa boss. Mkuu wa majeshi alijibu kwa heshima, huku akiwa anainama kutoa heshima na kumuita mwanamke yule boss, jambo ambalo limshangaza hata rais mwenyewe. Akiwa anaendelea kushangaa kama mtu ambaye alikuwa na maswali mengi ndani yake, alibebwa msobe mpaka kwenye gari moja akiwa amezungukwa na wanaume wenye sura ngumu 4. Na muda ule ndipo alipogundua gari zilikuwa nyingi tu ambazo zilikuwa zimepakiwa pembezoni mwa ukuta mrefu ambao ulikuwa umejengwa kwa uimara mkubwa. Dakika 50 baadaye, ule msafara ambao rais hakuwa anaongea jambo kwa sababu alikuwa amezungukwa na wanaume ambao walionekanika kutohitaji naye mazoea, huku akiwa analitazama jiji kwa jicho la kuiaga ile hali ya hewa, kwani alitambua kule ambako anaenda uwezekano wa yeye kurudi akiwa mzima ulikuwa ni mdogo sana. Walifika nje ya mji kidogo, sehemu ambayo yalikuwa yamejengwa majumba ya kifahari kupita kiasi. Geti kubwa lilifunguliwa kwenye kasiri la kifahari mno, kisha
zote gari zikaingia. Jamila alikuwa ametoa ishara ya kuhitaji rais ashushwe ili aweze kukutana naye yeye kama yeye na kufanya naye mazungumzo ya siri. Rais alibebwa kama mtoto mdogo na kupelekwa kwenye moja kati ya vyumba ambavyo vilikuwa viko kimya mno, ila ndani kulikuwa kuna vitu vya thamani kadhaa na sehemu ambayo yeye alikuwa amefungwa pamoja na masanduku. Baada ya muda mfupi kupita, Jamila alikuwa ameingia akiwa mtulivu na kuketi mbele kidogo ya rais. Wakawa wanatazamana kwa muda mpaka pale rais alipokuwa ameangalia pembeni. Nilijua wewe ni mwanaume wa shoka haswa, ila nashangaa inakuwaje mpaka unakuwa unaona aibu mbele ya mwanamke. Ni wewe ambaye kwenye maisha yako umetumia muda mwingi kunajisifia namna jinsi ulivyoweza kuingia Ikulu. Ulijisifia kuwa na nguvu kubwa, ila hata wewe mwenyewe ulikuwa unatambua nguvu yako kubwa haikuwa ndani yako, bali walinzi wako ndio ambao walikuwa wanakupa kiburi. Au unadanganya kuhusu hili bwana rais? Kwa muda wote ambao haukuwepo Tanzania ulikuwa unajiandaa kwa ajili ya kuja kulipiza. Lengo langu kubwa, nilitaka siku moja niweze kukutana na wewe kama hivi tu, angaliane usoni alafu tuone nani ambaye atakuwa na hofu na mwenzake Tadelo. Mimi sio yule binti ambaye nilikuwa natumikishwa na watu walikuwa wananiona kama dhaifu. Mimi ni mwanamke ambaye nilikuwa nahitaji watu wa aina yako waweze kuwa na hofu kila wanapomuona mbele yao. Ni mwanamke ambaye nimerudi kwa ajili ya kuionyesha Tanzania kwamba mwanamke anaweza kutawala na wanaume wote wakawa kimya ninapokuwa na kuwepo mimi. Kukuthibitisha hili, naenda kuua kila kiongozi ambaye atakuwa kinyume na mimi. Na biashara dawa za kulevya kwenye hili taifa itakuwa ni ya wazi kabisa kama ilivyo kwa Colombia na Mexico. Na baada ya kuliharibu taifa, nitaondoka na kwenda kununua kisiwa mbali kabisa huko nikaishi maisha kama sikuwahi kuwepo kwenye maisha ya watu wajinga kama wewe. Na unahisi hilo jambo litawezekana Jamila? Mara ya kwanza lilikuwa limewezekana, ila mume wangu ambaye alifanya mambo yakaisha kwa namna yalivyokuwa ameisha vile. Kama sio yeye kuweza kuua watu wetu, kama sio yeye kuweza kutuingiza kwenye hasara kubwa sana na ile, sidhani kama mimi na wewe leo hii tungelikuwa hata tuna muda wa kuweza kuongelea mambo kama haya, kwa sababu ungekufa tangu zamani. Sasa ulivyokuwa zwazwa, mtu ambaye alikufanya wewe mpaka leo upo Ikulu bado tena unahitaji kumuua. Hivi kwenye maisha wanadamu mnataka nini nyinyi? Hilo swali lipasa hata mwenyewe pia kuweze kujiuliza kwamba unataka nini, kwa sababu wewe ni moja kati ya watu ambao wamemharibu maisha yule kijana. Mimi nimefanya maamuzi ya hovyo, lakini kwa upande wa siasa yalikuwa yana mashiko, kwani kwa rais ni hatari ndani ya nchi yako kuwa na mtu ambaye unakuwa hauna uwezo wa kuweza kumudu kwa namna ambavyo unataka wewe. Na sio tu kuwa hatari, bali jambo la namna hiyo halina afya kabisa. Ila vipi kuhusu wewe? Mwanaume ambaye alikubali kukupenda kwa moyo wake wote, mwanaume ambaye alijitoa kwa ajili yako, lakini ulivyo mshenzi hata haukuwaza kabisa kuweza kumuonea huruma kijana yule. Ukashindwa kuwa hata na utu wa kumzalia tu, ukampanulia mwanaume mwingine mapaja yako ndiye ambaye akakupa mimba kwa sababu tu alikuwa makamu wa rais. Kwa hiyo wewe hapo unakuja kuniuliza mimi habari za kutaka nini kwa Damigo? Unaweza kuwa shetani la jitahidi kuwa hata na mshipa wa aibu shetani mkubwa wewe. Jamila alikuwa mtulivu akiwa na usikiliza ukweli uliokuwa umetoka kwa rais mwenyewe. Ni kweli yeye hakupaswa hata kumuuliza rais kuhusu jambo la namna ile, kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa ni mshenzi zaidi hata ya rais kwa mambo ambayo alimfanyia Damigo. Umeongea vizuri, lakini kwa bahati mbaya mambo ambayo umeyazungumza hayakuhusu hata kidogo. Ni mambo ambayo yananihusu mimi na yetu basi. Kuhusu mimi kuwavulia wanaume wengine nguo yalikuwa ni machaguo yangu, kwa kuwa haukujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea chumbani kati yangu mimi na yeye. Na wewe sio mtu ambaye una haki yoyote ya kuweza kuniuliza maswali yoyote ya namna hiyo. Bali hayo maswali yeye ndiye ambaye anatakiwa kuja kunihoji kwamba ni kwa nini niliamua kufanya vile na sio wewe. Kwa hiyo yote ambayo umemfanyia bado unajeuri ya kuweza kuhitaji kuonana naye. Sio mimi ambaye ninahitaji kuonana naye, bali yeye ndiye ambaye anahitaji kuonana na mimi. Wewe na mimi wote tunajua kabisa hilo ni jambo ambalo haliwezi kutokea, na hauna nguvu ya kumfanya yeye atamani kuonana na wewe. Ukiacha tu kwamba yeye anatamani kuniona mkewe ambaye alimpenda, atakuwa na ulazima wa kuweza kuniona pindi nikiwa na familia yake kwenye mikono yangu. Huyu ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anaweza kujaribu kukusaidia wewe kwenye mikono yangu, ila kwa sababu wewe mwenyewe umemtupa kwa sasa, nataka uwe ni moja kati ya watu ambao watakufa vifo vibaya sana kwenye historia ya mwanadamu. Na muda ambao utakuwa kufa, kamera zitakuwa zinachukua tukio hilo ili iweze kuwa kwenye rekodi za miaka na miaka, ili hata vizazi vijavyo vije kuimba na kuandika kwamba alitokea mwanamke mmoja shujaa ambaye alimfanya rais wa nchi kupiga magoti na kuomba uawe kistaarabu, ila kwa bahati mbaya hakuna msaada ambao ulifika kumsaidia kwenye hilo bwana Tadelo Manzeki. Nadhani hilo
kitakufanya uwe na maisha mabaya kwenye ulimwengu ambao unafuata baada ya kufa kwako. Moja kati ya vitu ambavyo najutia kwenye maisha yangu ni kuwaonea huruma wanawake. Kuna muda niliwahi kuhisi kila mwanamke anastahili kuonewa huruma, lakini sio kweli. Kwa mwanamke kama wewe ulikuwa unatakiwa kutendewa ubaya mpaka ujutie kuzaliwa. Kwa bahati mbaya majuto ni mjukuu. Kwa sasa hivi hauna kitu ambacho unaweza kukifanya zaidi uwe kuendelea kujutia tu kwa maisha yako. Usijali, mimi ni mwanamke mwenye huruma, hivyo sitaigusa kabisa familia yako. Ila wewe lazima nikuue na wenzako ambao wanakuzunguka. Na kwa taarifa tu ni kwamba kuna meli 2 ambazo zimetoka Pakistan. Wiki hii nitashusha mzigo wa meli zote na kuingiza nchini, ambapo nataka kuhakikisha kizazi kinaanza kuharibika zaidi hapa. Nitatengeneza mateja wengi nchini kiasi kwamba jamii ya vijana iwe tegemezi. Vijana hawatakuwa na uwezo wa kuhoji juu ya nini ambacho kinaendelea kwenye nchi yao, lakini sitaishia hapo tu. Kwa wale wachache wawe ni viongozi ama raia ambao watapona kwenye hili, nitahakikisha na wachinja wote kwa namna ngumu ambayo itafanya hata mmoja asije kuwa na sauti ya kuongea mara popote. Wote wakisikia neno serikali, nataka wewe wananiogopa mimi na jina langu na ndilo liwe linatokea kwenye kila mtu akitajiwa nini maana ya hofu. Tanzania itakuwa kwenye mikono yangu kwa zaidi ya miaka 20 ijayo, mpaka pale ambapo mimi binafsi nitaona kwamba inatosha kufanya hivyo. CDF ni moja kati ya watu wajinga na hafai kuwa sehemu ya watu wangu. Huyu nitampatia mwaka mmoja tu, akijisahau na raha za utawala na muua. Lakini kabla ya kifo chako Bwana Rais, unatakiwa kuelewa jambo moja. Kuna taasisi kama 10 ambazo ni kubwa Tanzania kwa sasa, ndizo ambazo nazitumia kutakatishia fedha, na zote zipo chini ya The Global. Kwa maana hiyo ni kwamba The Global haiko hadharani, ila ina nguvu kuliko hata ilivyokuwa mwanzo, na ndio maana nimekuambia hakuna mtu hata mmoja ambaye atakuwa na uwezo wa kuja kunigusa kwa sasa, maana naingiza pesa mpaka sijui na miliki kiasi gani kwa sasa. Haukupaswa hata kuzaliwa mwanamke mshenzi sana wewe, na kuombea uweze kuuliwa kwa kifo kibaya kwenye maisha yako. Mambo hayatokei kwa sababu wewe unakuwa unataka yatokee kwa namna ambavyo unakuwa unahitaji wewe manzeki. Bali mambo yanatokea kwa mipango. Kwa sasa hivi nina mambo mengi sana ya kuyawazia, na wewe sio sehemu ya mambo hayo. Hivyo na kuacha baada ya muda utajua ni kwa nini nimekuambia utakufa kifo kibaya sana. Jamila alinyanyuka na kuanza kutoka. Damigo atakuwa mshenzi mkubwa wewe. Hautakuwa na maisha ya amani wewe na kizazi chako chote. Yale maneno yalionekana kuwa ni ya mtu ambaye alikuwa anatapatapa tu. Ni maneno yaliyokuwa yameonekana kutolewa kwa sababu tu hakuwa na namna nyingine ya kuweza kutoa hasira zake. Akiwa kwenye kiti pale anapiga kelele na kujielezea kwamba yeye alikuwa ni rais wa nchi na hakuwa na haki ya kuweza kufanyiwa upuuzi kama ule. Alishangaa mikanda ambayo ilikuwa imemfunga na kuikaza mikono yake ikiwa inaachia. Alishangaa na kucheka kwa mara moja, akiwa nahisi kwamba alikuwa anaachiwa, ila kuna jambo hakuwa amelizingatia mle ndani tangu akiwa anapelekwa mpaka muda ule ambao alikuwa akifanya mazungumzo na Jamila. Jambo ambalo hakuwa amelizingatia baada ya kusimama na kuzunguka mle ndani akiwa anatizama kama kulikuwa na sehemu ya kuweza kutokea, alitambua uwepo wa masanduku zaidi ya 5 ambayo yalikuwa ni makubwa, huku kukiwa hakuna sehemu hata ndogo ambayo ingeweza kuruhusu kitu cha ndani kuweza kutoka wala kitu cha nje kuweza kuingia ndani. Akarudi nyuma kidogo baada ya kusikia sauti ya kama kitu kinapumulia shingoni hivi. Kurudi nyuma kulimfanya atambue uwepo wa masanduku mengine kwenye kona nyuma yake. Akajikuta akiwa anajawa na hofu kubwa, hasa baada ya kuona joka moja kubwa likiwa linajitoa kwenye lile sanduku. Alimeza mate na kuanza kulia. Kulia kwake kulisababisha kupiga magoti, akawa anaitazama kamera moja ukutani na kulia kwa uchungu kumwomba Jamila mtoe mle ndani, akiahidi kwamba alikuwa tayari kufanya chochote kile ambacho angeweza kutaka yeye, na angefanya bila hata kuweza kuhoji. Baada ya masanduku kuweza kujiachia, fikra zake zilikuwa ni kwamba ilitoka lile joka moja tu ambalo licha ya kuwa na hofu kubwa alihisi kwamba alitakiwa kupambana nalo, ila baadaye aligundua kwamba yale masanduku yote yalikuwa na nyoka wengi. Kila sanduku liliwekwa joka mkubwa ambalo lilikuwa linasaidia kwenye kufungua masanduku yale, kisha nyoka wengine wadogo wakawa wanatoka. Ndani ya sekunde kadhaa tu nyoka walikuwa wamejaa ndani ya chumba kile. Mheshimiwa alijaribu kukimbilia kila sehemu ya chumba, ila aliishiwa nguvu kwa sababu nyoka walikuwa wamejaa mwilini. Kila nyoka alikuwa anamuuma kwa kasi yake. Sumu ilikuwa ni kali. Alipoteza uwezo wa kujitambua, akiwa analia kwa sauti kali ya maumivu, ila mwisho wa siku ile sauti yote ilipotea. Baada ya dakika 2 kupita,
Ilipigwa gesi kutoka ukutani ambayo ilianza kuwafanya wale nyoka nao waanze kutapatapa na kutafuta sehemu ya kutokea. Ndani ya dakika 5 tu wote walikuwa wamekufa kwa kukauka vibaya sana. Safisheni iko chumba. Ni muda wa kujiandaa kuweza kukutana na mume wangu kipenzi. Ni sauti ya mamlaka iliyokuwa imetoka mwanamke yule wa shoka Jamila ambaye hakuwa na utani kwenye sura yake. Helena ndio pekee ambaye tangu mwanzo alimshtukia mkuu wa majeshi, hivyo alikuwa makini kumfuatilia kiongozi huyo. Alikuwa amekaa eneo la mbali na nyumbani kwa mkuu wa majeshi akiwa makini kufuatilia ni jambo gani ambalo lilikuwa linaendelea kwa kiongozi yule mpaka alipokuwa amemuona akiwa anatoka na msafara wake mpaka kwenye nyumba ambayo alienda kukutana na rais wa Tanzania Bwana Tadilu Manzeki. Alikuwa akiwafuatilia kwa makini mkubwa sana kwa sababu alikuwa anatambua kwamba angefanikiwa kuonekanika kwenye tukio la namna ile, adhabu pekee ambayo angeweza kupewa ilikuwa ni kifo. Hivyo makini ulikuwa ni sehemu kubwa na ya muhimu zaidi kwenye lile zoezi lake. Baada ya muda kidogo kupita, aliwaona watu wale wakiwa wanatoka na kupanda kwenye gari za jeshi, huku walinzi wa ikulu wakiwa ni 4 tu, na ile taarifa akaituma mahali ambako kulikuwa kunahitajika. Walikuwa wanatambua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafuata, lakini rais alitakiwa kufa. Hakuna mtu ambaye alikuwa anatakiwa kumsaidia kiongozi mshenzi kama yule. Kwa hiyo mpaka muda ule rais alikuwa anakutana na Jamila, Helena alikuwa anayaona yale yote na kuyarekodi mpaka pale ambapo Jamila aliondoka, kisha naye mkuu wa majeshi akaondoka na watu wake. Alitaka wanajeshi kurudi kambini, huku wale vijana wake 6 ambao aliwatengeneza mwenyewe akienda nao nyumbani kwake, kwa sababu usiku huo alikuwa na kazi ngumu ya kwenda kumteka mkurugenzi wa usalama wa taifa kwa lazima, yeye na mwanae pamoja na makamu wa rais ambaye waliamini kwamba alikuwa amefichwa na mwanamke huyo. Helena hakuwa na muda na msafara wa wale wanajeshi wengine, bali msafara wa mkuu wa majeshi ndio ambao ulikuwa na maana mkubwa sana kwake. Msafara ule ulikuwa umeenda mpaka Kibamba, ukakunja kulia, na baada ya kutembea kama kilomita 5 gari zile 2 zikasimama nje ya jumba moja kubwa la kifahari ambalo kwa muonekano ilionekanika kwamba baada ya muda mrefu ndio kwanza lilikuwa limefunguliwa, kwani ni moja kati ya wale wanaume ambaye alikuwa ameshuka kwenda kulifungua. Baada ya muda mfupi lile geti lilifungwa. Leo mna kazi nzito ya kuifanya mbele yenu. Mnatakiwa kwenda kuhifadhi la zenu sehemu salama, kisha mfanye mazoezi na kuoga. Baada ya hapo mtapumzika kidogo na safari ya kwenda kwa mkurugenzi itaanza. Nataka mjiandae vya kutosha kwa kuwa kuna uwezekano pia mtakutana na Damigo, hivyo itakuwa ni nafasi nzuri ya kuweza kufanikisha haya, maana na waamini kwamba mnaweza kulifanya hili kwa ukubwa sana. Mimi nimechoka, nataka kwenda kupumzika, hivyo kama mtaona muda wa kuondoka umekaribia, hakikisheni mnaita wanajeshi ambao wapo karibu waje kulinda hili eneo, na muda ambao mtaniamsha nahitaji kazi iwe imekamilika. Mmenielewa? Ndio mkuu. Safi. Wote walikuwa wametoa saluti na kwenda kubadilisha nguo pamoja na kuacha silaha zao, huku kisha wakazunguka nje ya nyumba hiyo, sehemu ambayo iliandaliwa kwa ajili ya mazoezi. Ilikuwa ni kama jimu ambayo haikufunikwa juu. Walikuwa na kazi nzito ambayo walikuwa wanatakiwa kuifanya muda sio mrefu, na ndio maana bosi alikuwa amewataka waweze kujiandaa vyema. Muda wote kila kilichokuwa kinaendelea, Helena alikuwa anashare location na Damigo kumpatia taarifa hiyo. Yeye alikuwa anafuata ramani. Tangu afike ile sehemu ilichukua dakika 15 yeye kuweza kuliona gari moja kwa mbali likiwa liko kwenye kasi, kisha ghafla liliweza kuzimika. Baadaye aliona mtu akiwa anakuja tena akiwa amevaa mavazi ya kininja kiasi kwamba hata uso wake ulifunikwa. Ni wewe? Kwa sasa nenda ikulu kwa sababu Mama Martin ameongozana na makamu wa rais pamoja na jaji mkuu ambaye anaenda kuapishwa kuwa rais. Atamteua makamu wake usiku huu, na wewe unatakiwa uwepo sehemu ya tukio kwa sababu nadhani unaelewa kwamba unaenda kuwa nani. Ndio naelewa, lakini una uhakika kama Jamila atakuwa amemua rais tayari? Na mjua yule mwanamke kuliko mtu yote yule. Hakikisha unafanya nilokuambia, acha mimi nimalizane na hii kazi ya ukwe. Na kuomba uweze kurudi salama. Damigo alitabasamu akiwa anamwangalia mwanamke yule anaishia mbali kwenye pikipiki yake. Alikimbia kwa nguvu akadunda ukutani, alitua ndani mithili ya paka bila kelele aina yote ile. Ni sauti ya vishindo kutoka nyuma ya nyumba ile ambavyo zilikuwa zimempatia taarifa kwamba kulikuwa kuna watu, hivyo alizifuata na kwenda kuketi kwenye benchi ambalo lilikuwa karibu na nyumba akiwa anawaangalia wanaume wale 6 wakiwa wanafanya mazoezi ya kutisha ile sehemu. Dakika 2 zilitosha kumshitua mwanaume mmoja baada ya kuhisi ameona mzimu kwa namna jinsi Damigo alivyokuwa amevaa. Chuma ambacho kama kwenye mkono wake kilikiachia, namna alivyokuwa amekiachia kiligongana na chuma kingine, kikatengeneza kelele ambazo ziliwafanya wenzake pia kumshangaa. Kumshangaa kwao hakukuwa na faida kwa muda ule, kwa sababu hata wao walazimika kushangaa pia. Damigo Ken Mgwasi, mmoja wao alikuwa ametamka kwa sauti ya msisitizo kuwaonesha wenzake kwamba alikuwa anamaanisha kutamka vile, wala hakuwa amebahatisha.
mtu ambaye wao walikuwa wanamuwazia muda wote, mtu ambaye alikuwa sababu ya wao kuundiwa kundi kwa wakati ule, alikuwa anawatizama mbele yao tena kwa kujileta mwenyewe. Huenda walikuwa wanajutia kuweza kuziweka silaha zao ndani, ila walikuwa na yeye kwa ameshika chochote kile kwenye mikono yake. Alitembea taratibu bila haraka mpaka pale ambapo walikuwepo, na ndipo wakatambua kiunoni alikuwa na visu vya kutosha ambavyo vilizungushiwa kwenye mkanda wake na bastola 6. Walitazamana na kumeza mate kwa pamoja. Walijiandaa vyema, ila haikuwa sababu ya kuwafanya wasiwe na hofu mbele yake. Na si kama mnanitafuta mimi ili muweze kuniua. Sasa hili mambo yasiwe mengi. Nimejileta mwenyewe ili msiendelee kunitafuta sehemu ambazo hata hamna uhakika kama mnaweza kunipata. Sitaji kuona hata mmoja wenu akiwa anatia huruma kama mtoto wa kike hapa. Leo nitawakumbushia maisha yangu ya kwenye yale mabanda ya kamali. Nadhani mtu wa mwisho kufa ataelewa kiundani sababu ya kwa nini mimi naogopwa sana na watu ambao waliwahi kuisoma historia yangu. Maneno yake hayakuwa matupu. Yalifuatiwa na kuvuta kisu ambacho kililushwa kwa nguvu. Kuna mwanaume alijaribu kukidaka, ila wakati anakitia kwenye mkono wake alitambua kilikuwa na makali pande zote. Hakuamini wakati anaona kidole chake kikiwa kinaenda chini. Damigo alikoswa na chuma kimoja ambacho kililushwa kwake kwa nguvu yenye uzito wa kueleweka, ila hakikumpata. Alidunda kwenye vile vyuma na kuruka sarakasi ambayo ilimfanya kutua nyuma ya mwanaume mmoja. Aligeuka na chuma kizito kwa ajili ya kumtwisha nacho Damigo kichwani, ila kwa bahati mbaya visu viwili vilikutana kwenye mashavu yake. Uso uliharibiwa, kisha kadakwa kichwa ambacho kilipondwa kwenye chuma kilichokuwa chini. Wale mabwana walihisi kama vile wanaota, maana mwenzao aliuawa utani tu. Ila tangu mwanzo aliwahi kuonywa kuhusu aina ya mtu ambaye alikuwa anaenda kupambana naye kwenye jambo lile. Walimfuata wote kwa hasira kubwa, ila miili yao iliwapa uhakika wa jambo ambalo walikuwa wanalifanya. Damigo alikutana na ngumi 4. Yeye aliudaka mkono mmoja ambao aliutoboa na visu. Alimsogelea bwana yule mpaka kwa pani, na kila sehemu alikuwa na chalanga kama vile na chalanga viazi vya kupikia chips. Alishuka mpaka tumboni, alihakikisha kila kitu kinamwagika, ndipo akamtupa yule mwanaume. Miguu miwili ilimrusha mbali, alimanusula ashukie kwenye chuma, ila alidunda kwa mkono mmoja, akasimama na kubaka na tizamana na wale mabwana. Alijifuta damu mdomoni ambazo zilikuwa zimesababishwa na ngumi kali ambazo zilikuwa zimemfikia. Mmoja alikuwa amevuta nondo moja ya kubebea chuma na kwenda nayo kwa nguvu kwa wenzake wakiwa wanakuja kwa nyuma. Alizungusha ile nondo kisha kama ituma tumboni kwa Damigo, ambaye kutokana na kasi ya nondo ile alirudi mpaka karibu na ukuta. Akashika ukuta kwa mkono wake mmoja, akaibinua na kuishika ile nondo. Akairusha kisu ambacho kilimfanya yule bwana kuweza kuachia nondo ile ili kisiweze kumkata. Hatimaye ile nondo ikaipo kwenye mkono wake, ambayo alizungusha na kugeuza kwa wale watu. Aliyekuwa mbele alikutana nayo mdomoni, ikatokezea mpaka nyuma. Alimfuata kwa kumtwisha miguu ya kifuani, akaenda kuangukia mbali. Aligeuka akakutana na ngumi ya tumbo. Alikunja uso wake wakati akiwa anainuka, alipigwa na chuma kifuani mpaka katapika damu Damigo. Alitoa hatua kadhaa nyuma wakati ambao bwana aliyekuwa amempiga na chuma akiwa anakuja kwa sarakasi. Aligonga chuma kimoja na mguu kikamchanganya yule bwana. Alikikwepa kile chuma, ni wakati ule mguu wake ukatua chini. Alinyakuliwa juu kwa juu, akavunjwa kwenye goti. Alilia sauti ya mtoto mdogo, akaanguka vibaya kwenye chuma kizito. Goti lilifuatia kifuani na kusababisha uti wa mgongo kuvunjika, na yeye mwenyewe alikufa baada ya sekunde 2. Ni wawili tu walikuwa hai. Kila mmoja alikuwa anatamani mwenzake ndiye aende kupambana na bwana yule, maana hakuonekanika kuwa ligi yao. Walipeana ishara na kwenda kwa pamoja, ambapo Ambera aliruka sarakasi ya juu na wa chini alienda kwa mikono yake yote miwili. Damigo alinama chini, alikutana na yule wa chini. Walikutanisha ngumi za kwenye shingo, kila mtu akimpata mwenzake, hivyo yule wa juu alimkosa. Damigo aligeuka na bastola, ambapo aliachia risasi 2 zikatua kwenye goti la yule ambaye alikuwa ameluka kwa juu, akamkosa. Hakuwa na umakini, kwani alikuwa ameshangaa kumuona mwenzake akiwa ameshikilia shingo yake huku akiwa anazunguka. Hakuwa anaelewa nini kinaendelea mpaka pale alipoona damu zikiwa zimeanza kumwagika kwa wingi, ndipo akaelewa ya kwamba wakati ambao mwenzake alienda kumshambulia Damigo shingoni na mikono yake, mwenzake alitumia visu kuweza kuitindua ile shingo bila hata huruma. Goti lake lilipokea risasi 2, akaanguka kwenye chuma. Lilikuwa linamuuma vibaya mno. Alitaka kunyanyuka, kaongezwa risasi kwenye paja, akarudi pale tena, akabaki akiwa na hema. Damigo alimsogelea na kumpiga risasi ya tumbo na bega.
Kwa hiyo wapuuzi kama nyie ndio ambao mlikuwa mmepewa kazi ya kuweza kunitafuta mimi na hamkuwa hata naibu na nyie mkakubali tu kufanya kazi kama hiyo. Kwenye bastola humo imebaki risasi moja tu ambayo inaweza kurahisisha kifo chako. Kwa hiyo nataka kujua bosi wako yupo kwenye chumba gani? Akiwa na meza mate kwa shida, bwana yule alielezea ni wapi bosi wake alipokuepo. Alipigwa risasi ya kichwa. CDF alikuwa amejisahau akiwa amelala kwa starehe na pajama lake. Usingizi ambao alikuwa nao ulimfanya kutabasamu. Bila shaka alikuwa anaota ndoto nzuri na ya kuvutia kama sio ndoto nyevu, akiwa na uhakika kwamba kiamka angekuta mambo yapo swafi kama alivyokuwa amepanga yeye na watu wake. Bastola mbili zilizotumika kuiharibu miguu yake kuanzia mapajani mpaka kwenye unyayo. Alishtuka baada ya maumivu kuwa makali sana na ile milio ya risasi. Aliamka kwa mshtuko akiwa hatambui ni kipi kilimpata. Alitazama miguu yake ambayo ilikuwa imekufa ganzi. Alipiga kelele kuomba msaada kutoka kwa walinzi wake, huku akiwa na uchungu mkali ndani yake mithili ya mtoto mdogo ambaye alikuwa anahitaji kunyonya kutoka mama yake. Pale ndipo alipokumbuka kumtazama mtu ambaye alikuwa amemfanyia ukatili ule. Alishangaa kuona ninja mbele yake akiwa anaendelea kushangazwa na ile hali. Ndipo alipokumbuka kwamba yule hakuwa ninja bali alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akimfahamu vizuri. Na lile alitambua baada ya Damigo kugeukia ule upande ambao yeye alikuwepo. Umeshtuka kuniona ndani kwako? Kwa upumbavu wako uliamini mimi nitaruhusu wewe ufanye jambo ambalo linamhusisha mke wangu na mwanangu? Alivuta kiti na kukaa mbele ya Bwana Jaliwa ambaye alikuwa analia kwa hisia zote. Mimi na wewe hatukupaswa kufikishana hapa Damigo. Haya yote yangeisha kama tu ungeamua kuondoka muda mrefu hapa Tanzania. Kwa hiyo unataka mimi niondoke kwenye nchi yangu ya nyumbani kwa sababu tu wewe umetaka iwe hivyo au? Sina maana hiyo. Kwa hiyo na maana gani? Labda ungewacha hao watu wafanye yale ambayo walikuwa wanayataka. Wanadamu waga mjifunzi kabisa yani. Walikuwepo watu ambao walikuwa na nguvu kuliko hata wewe na walishindwa kwa sababu mimi nilikuwepo, ila bado tu hamkuwahi kujifunza hata siku moja. Yaani kuanza kujionyesha na kupanga udhalimu kama ulitakiwa kuhakikisha kwamba mimi nimekufa ndipo mambo yake yangeweza kufanikiwa, ila bila hivyo hakuna mtu hata mmoja atafanya jambo ambalo sitaki kwa wakati huo. Mtangulizi wako kwenye hiyo nafasi tamaa zilimponza, na unajua ni kitu gani ambacho kilimtokea? Ila ajabu na wewe mwenyewe unarudia makosa yale yale na bado utalalamika binadamu ni wabaya Jaliwa. Damigo, mimi na wewe tunaweza kuongea na kufikia mwafaka kwenye hili. Kwa hiyo wakati unapanga kumuua rais, makamu wake na mke wangu na kumteka mwanangu, haukuwa umewaza kuhusu haya kwamba tunaweza tukakaa mezani na tukafikia mwafaka kwa pamoja? Tamaa tu ziliniponza ndugu yangu na vitisho kutoka kwa Jabila, ila sio mimi ambaye nilikuwa nimepanga kufanya mambo ya namna hii. Hayo ulikuwa na muda wa kuweza kuyawasilisha kwangu na hoja tuweze kuongea. Mlikuwa na muda wa kuweza kufanya yale ambayo mnayataka wakati ambao sikuwa kwenye kumbukumbu zangu, ila kwa bahati mbaya huyo malaya naye alitumia muda huo kuweza kujipanga kiamini mimi nilikufa kama mimi nilivyokuwa ninaamini kwamba naye pia alikuwa ni mfu. Haya ni makosa ambayo sisi wanadamu tunafanya, ila makosa ambayo mmeyafanya nyinyi ni ya kipuuzi, hususan wewe hapo. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao mlikuwa mmeshuhudia mambo yalivyokuwa yanatokea kipindi kile. Ulijua nini ambacho kiliendelea, lakini ajabu na ukaamua kupita kwenye mnyororo ule Jaliwa. Kama nikikusamea mtu kama wewe, nina imani hata mizimu ya mbabu huko ilikuwa haiwezi kabisa kufurahia. Kwa hiyo kabla ya kupotezeana muda hapa, niambie Jamila nitampata wapi? Kwa sababu natambua atakuwa ananisubiria siku ya kesho akiamini mimi nitapelekwa pale nikiwa sijiwezi. Sauti ya mamlaka haswa ilikuwa inatoka kwenye mdomo wa mtu ambaye alikuwa anajiamini na ana uhakika na kile alichokuwa anakifanya. Haya yote umewezaje kuyafanya mpaka unakuwa uko mbele ya muda namna hii kwenye kila jambo ambalo unalifanya? Nimeishi kwenye dunia nyeusi kwa muda mrefu. Nimeishi na watu hatari ambao hawategemei walinzi kama wewe kuweza kufanya maamuzi magumu ya maisha yao. Mimi mwenyewe nimekuwa sehemu ya watu wa namna hiyo kwa muda mrefu. Sasa unahisi ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa kipya kwenye maisha yangu mpaka sasa? Nijibu nilichokuuliza Jaliwa. CDF akiwa anatetemeka na kuendelea kuporomosha machozi kwa uchungu ambayo hayakuwa yakionewa huruma. Alielezea yote mpaka mahali ambako alikuwa anatakiwa kuwapeleka watu hao kama angefanikiwa kuwapata. Alipigwa risasi 5 zingine sehemu ya mbavu zake na mikononi. Kama ukifanikiwa kuzishinda hizo risasi, basi unaweza kupata nafasi nyingine ya kuishi. Kumbuka huku uliko hakuna mwingine ambaye anajua we upo, hivyo mpaka uje kupata msaada. Ni muda pekee ambao mili yako na vijana wako ikianza kuoza na kualika nzi wa kutosha na kunguru ambao watakuwa wanajipatia nyama za bure. Hiyo ndio njia pekee itakayowashtua watu ambao watakuwa wanapatikana karibu na maeneo na watapata hisia kwamba lazima kuna tatizo humu ndani.
Hapo tunazungumzia sio chini ya siku 2 bwana CDF, muda ambao kwa hali yako jinsi ulivyo uweze kupona. Nimekufanyia hivi ili ufe kwa maumivu makali na ufanikiwe kutumia muda wako kutubu ama kuwaza yale ambayo umeyafanya duniani. Nataka ufu ndio ikuwe wewe. Kila muda ambao utakuwa unawaza aina ya maisha ambayo umeyaishi huko nyuma, uwe ni mtu mwenye hofu na muoga. Damigo hakuna kitu ambacho alikuwa amebakisha, hivyo alipotea kwenye yale maeneo. Twende Ikulu msikilizaji. Jengo hilo jeupe lilifungwa kila sehemu. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anaruhusiwa kutoka ama kuingia kwa amri ya makamu wa rais ambaye alisema mpaka muda huo walikuwa wanasubiria kupokea taarifa mbaya, na kila mmoja wao kwenye hilo eneo alitakiwa kujiandaa kwa ajili ya taarifa hizo. Makamu wa rais, waziri mkuu wa Tanzania, jaji mkuu na mkurugenzi wa usalama wa taifa wote walikuwa Ikulu, wakati ambao makamu wa rais alihakikisha ulinzi umesimamiwa kiuhakika, jambo ambalo lilikuwa linaongozwa na mkurugenzi wa usalama wa taifa pamoja na kijana wake ambaye ndiye alikuwa anahusika na ulinzi wa rais. Kijana huyo kwanza alikuwa yuko chini ya ulinzi ili aweze kutoa maelekezo rais alikuwa wapi, na alipewa onyo kwamba kama angeleta ujuaji alikuwa naenda kujibia kesi ngumu ya kuelezea kwamba rais alikuwa wapi mpaka muda huo, ambapo jambo ambalo endapo rais angepatwa na jambo lolote baya, yeye ndiye ambaye alikuwa anatakiwa kuweza kuwajibika. Kwa hiyo ili aweze kupona kwenye kesi ngumu kama hiyo, alitakiwa kuwa mpole na kufanya yale ambayo wahusika walimtaka aweze kuyafanya. Wazito hao walikuwa hapo kwenye chumba kimoja cha mkutano ambacho kilikuwa kinaongozwa na makamu wa rais mwenyewe Ziada Mzwane. Kwa waziri mkuu, huenda inaweza kukupa shaka kwamba kwa nini mambo yanaenda namna hii. Jaji mkuu nilishaongea naye hivyo, anajua nikiendelea hapa, ila usijali, kila mtu humu ndani anaenda kuona aina ya mtu ambaye tulikuwa naye kama rais. Makamu wa rais alikuwa ameongea kwa sauti ya mamlaka na kumfanya waziri mkuu ambaye mambo mengi yalikuwa yanafanyika bila yeye kupewa taarifa yote ile. Mheshimiwa, bado sijaelewa. Haya yote yametokana na nini? Makamu wa rais hakutaka hata kumjibu swali moja kwa moja, bali kwenye skrini kubwa ambayo ilikuwa iko ukutani aliamua kuonyesha kwa ushahidi juu ya mambo yaliyokuwa yanaendelea kwa rais wao. Baada ya dakika 55 za kuangalia upuuzi wote, waziri mkuu alibaka na shanga. Nataka kuniambia rais na mkuu wa majeshi walikuwa wamefikia hatua ya kuwa washenzi wa taifa namna hii? Ndio bwana Jeka Mgema. Hivi ndivyo mambo yalivyo na yanavyokwenda. Kwa hiyo nadhani utaelewa kwa nini tumefanya haya yote. Kwa nini haya mambo yote yalikuwa yanaendelea na mimi sikuwa na taarifa zote zile? Wewe kwa nafasi yako kama namba 3 wa nchi unazipata taarifa ambazo mara nyingi zinapita kwenye mikono ya rais kisha kwenye mikono yangu kama makamu wa rais. Kwa hiyo hakukuwa na namna ungeweza kupata taarifa hizi bila ruhusa kutoka kwa rais mwenyewe, na ndio maana hakukuwa na namna ya wewe kuweza kuzipata taarifa hizi. Kwa hiyo kwa sasa hivi nini kinaenda kutokea? Alisimama mkurugenzi wa usalama wa taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo ambalo linaenda kufanyika ni ili usiku wa leo makamu wa rais anaenda kuapishwa kuwa rais wa Tanzania na mimi naenda kuwa makamu wake. Helena ndiye ambaye anaenda kuchukua nafasi yangu. Jaji mkuu ataendelea na nafasi yake kwa ajili ya kuleta umoja kwenye serikali, ila kwa upande wako kuhusu nafasi yako uchaguzi unao mwenyewe. Kama utaamua kumfuata rais wako ambaye mpaka sasa hivi amekufa na alikuwa anaenda kuliharibu taifa huku akiwa anajua kabisa kwamba alichokuwa anakifanya ni kitu cha hovyo, basi hatutakuwa na msaada na wewe. Ila kama utaamua kuunga mkono na unaipenda Tanzania kwa haya ambayo tunaenda kuyafanya, basi utabakia na kuendelea kuwa waziri mkuu, lakini kabla ya kufanya maamuzi unatakiwa kuwaza kwa umakini, kwa sababu kama utaamua kuwa na sisi ukija kufanya upuuzi kama wa mwenzako, utauawa waziri mkuu. Haya sikwambii kwa ajili ya kukutishia, bali nataka ujue hatupendi taifa letu lio linaenda mbele hatua 10, alafu kuna wapuuzi wa maslahi yao tu wanaturudisha nyuma hatua 20. Kwa hiyo tunahitaji jibu lako sasa hivi kabla hatujachelewa, mara wewe mwenyewe haujachelewa. Ilikuwa ni sauti ya mkurugenzi ambaye waziri mkuu ilimfanya kutokwa na jasho usoni licha ya upepo safi ambao ulikuwepo mle ndani. Alijipangusa na kujikoza. Ni nyie mmemua rais? Ameua na Jamila. Basi mimi nipo na ninyi bega kwa bega. Kuna mbaya na jingine juu ya haya, kwa sababu ukurasa mpya unaenda kufunguliwa. Baada ya hapo hakuna mtu ambaye atatakiwa kuja na mambo yaliyopita, hivyo kama kuna jambo la kuongea muda ni sasa. Maana hatutakuwa na muda mwingine kama huu baada ya hapa.
Ile kauli ya makamu wa rais ilifuatiwa na ukimya mkubwa mle ndani. Alitabasamu kisha watu wale kapeana mikono kwa pamoja na kila mtu akaenda sehemu yake ya kupumzikia wakati wanasubiri usiku, muda ambao taarifa ya kifo cha rais ilitakiwa kutolewa kisha rais mpya aweze kuapishwa na jaji mkuu. Bosi, siamini kama safari hii leo imetufikisha hapa mimi na wewe. Mkurugenzi Luciana Jimika alikuwa anaongea wakiwa wamebaki wawili tu, yeye na makamu wa rais Ziada Mzwani. Zile ndoto za mwanamke kuonekanika kama kiumbe dhaifu zinaenda kuisha. Wanawake ndio ambao wanaenda kuliendesha taifa hili tena kwa kulifanya kuwa bora kuliko hata ambavyo mwanaume yote aliwahi kulifanya. Kila nikikumbuka mahali ambako tumetokea, nashindwa kuamini kama jambo hili linaenda kufanyika Luciana. Uenda kwa nafasi yangu sipaswi kusema haya, ila ukweli ni kwamba nahitaji msamaha wako kwa sababu nilikuwa nimefikia sehemu ambayo nilivuka mipaka Luciana. Umeishi kwenye kazi zetu hizi kwa kuniona mimi kama mfano wako, ila mwisho wa siku nilikuwa nataka kukuangusha kwa kufuata njia ambayo haikuwa sawa. Kwa ile nahitaji msamaha wako. Na leo ulifanya yale kwa sababu haukuwa na namna bosi, na mimi siku zote sitawahi kulichukulia hilo kama kosa kubwa sana kwenye maisha yako, kwani hata mimi ningelikuwa kwenye nafasi yako lazima ningefanya hayo yote ambayo ulikuwa umeyafanya, ila jambo kubwa ambalo ninashukuru kutoka kwako ni kwamba haukusahau njia zako. Wawili wale ambao walikuwa kama mama na mtoto walikumbatiana kwa hisia za mapenzi mazito ya dhati, wakitabasamu na kukumbuka kule ambako walitoka, wakati wao wakiwa wanasubiri usiku ufike waweze kuichukua nchi rasmi kutoka kwa rais ambaye mara ya kwanza anaonekana kuwa mfano kwao, ila ni ghafla tu alibadilika baada ya tamaa kuanza kumpanda ndani ya kichwa chake. Huu hauwezi kuwa mwisho wangu Jamila. Jumba zuri lilikuwa limejengwa na kuzungushiwa miti ya kupanda ambayo iliyapa ufahari yale mazingira kwa mtu yoyote yule ambaye angefanikiwa kuiona. Damigo alikuwa amesimama kwa nje na nguo zake za kininja akiwa anayatizama yale mazingira. Mazingira yale yalikuwa yanampatia hakika wa kukutana na yule mwanamke ambaye waliapa kwamba wasingeweza kutengana kwenye maisha yao mpaka pale mmoja wao angeweza kupoteza maisha. Siku ile mkewe huyo ndiye ambaye alikuwa ni adui yake namba moja, na alitambua kwamba mmoja wao ndiye ambaye alikuwa anatakiwa kutoka akiwa hai ndani ya jengo hilo. Kumbukumbu zile zilimpeleka mbali zaidi na kumkumbusha ile siku ambayo walikutana kwa mara ya kwanza. Usiku ule ambao gari yake iliharibika njiani, kisha akatokea Jamila ambaye kwake alikuwa ni kama malaika. Kutokea kwa mwanamke yule siku ile na kuingia kwenye maisha yake ndio ilikuwa sababu yao au kufikishana nyakati zile ambazo kwake hazikuwa bora, ila ni jambo ambalo hakuwa na uwezo wa kulizuia lisiweze kutokea kwa sababu lilikuwa limetokea. Kumbukumbu zake zilienda mbio kumkumbusha yale yote ambayo aliyapitia, hasa baada ya kuja kugundua kwamba hata mtoto ambaye alikuwa naamini kwamba ni wake hakuwa mtoto wake wa damu. Alijisikia vibaya mno kwa jambo hilo, lakini mwisho wa siku jambo ambalo asingeweza kulisahau ni namna Jamila alivyofanikiwa kumuongelesha kwa maneno yenye dharau na dhihaka siku yao ya mwisho kuonana, ambapo Damigo alikuwa kwenye hali mbaya na mwanamke huyo alikuwa na uhakika mume wake asingeweza kuishi kwenye mazingira kama yale. Akili yake ilirudi baada ya kutambua zile kumbukumbu zote ambazo zilikuwa zipo kwenye kichwa chake zilikuwa zinatakiwa kukamilishwa na kile ambacho alitakiwa kukifanya mbele yake. Kiunoni mwake alikuwa na mkanda ambao alijaza visu na bastola. Alidunda na kuhesabu mpaka 3, akajiviringisha kwa sarakasi mpaka kwenye mti mmoja ambao alitumia kama ngazi ya kudandia pale. Alikanyaga kwenye ukuta na kutua ndani kwa magoti yake mawili juu ya kifua cha mwanaume mmoja ambaye alikuwa kwenye combat ya jeshi. Alibinukia kwa mbele akasimama akiwa na visu viwili kwenye mikono yake. Wanaume 19 walikuwa wamezunguka sehemu ya kuingilia kwenye lango la lile jengo na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ana silaha kwenye mkono wake zaidi ya visu na mashoka. Alifumba macho na kuhema kwa nguvu kisha akafumbua. Alijisha kwa nguvu na kupita na wanaume 6 kwa wakati mmoja. Hakuna hata mmoja ambaye shingo yake ilikuwa inatamanika. 13 ambao walikuwa wamesimama hawakuamini kama yule bwana alikuwa ni binadamu, maana alikuwa anatembea na kuua wenzao kama shetani au jini ambalo lilikuwa na nguvu za ziada. Alitembea taratibu baada ya kumuona bwana yule mwenye shoka akiwa anasogea kwa nguvu mahali ambapo yalikuwepo. Ile nguvu ya shoka ilimkosa Damigo, ikatua kwenye sakafu na kufanya eneo lile kutetemeka. Bwana yule wakati akiwa ananyanyuka na lile shoka mkononi mwake, sehemu ya kuungia begani ilitinduliwa vibaya. Shoka lilikata kushuka, Damigo akalidaka wakati mkono mwingine ukiwa na mtoboa yule bwana kwenye moyo.
Aligeuka na lile shoka kwa asila, lile shoka likapasua kichwa cha mwanaume mmoja mpaka shingoni, ila hata Damigo kisu kilikuwa kimezama kwenye tumbo lake. Alikivuta kile kisu na kukirushia pembeni akiwa anawaangalia wale 11 ambao walikuwa mbele yake. Alitupa lile shoka na kuutuma mkono wake begani. Alivuta upanga mrefu ambao ulikuwa umefungwa kwenye kitambaa, akaurushia pembeni, akabaki kama umeshika kwenye mkono wake. Alirudi nyuma hatua moja alipoona wanamjia wote kwa pamoja. Kila mtu alionekanika kuwa na hasira, naye wakiwa na visu kwenye mikono yao. Alijifanya kama vile anataka kuruka juu, wote wakatizama sehemu moja. Alinama chini akajiviringisha kwa nguvu, ambapo alipita na miguu ya wanaume watatu ilikatwa vibaya mno. Kisha alisimama na kumdaka mmoja, wenzake wakiwa wamempita. Alizamisha upanga huo kwenye mgongo na kutokezea mpaka mbele, alafu akaendelea kuuzungusha tu kwa akiwa anaangalia wale 7 ambao walikuwa wamesimama. Alivuta bastola yake na kuwapiga risasi wale wengine watatu ambao walikuwa amewajeruhi pale chini, kwani aliona kama walikuwa wanampotezea muda tu. Alimtupa yule bwana kwa wale 7, akaenda kwa kasi, lakini aliotewa na akapigwa na mguu wa uso ambapo ulimrusha mpaka nyuma, akatua kwa mguu mmoja na kujifikicha uso wake, ila yule ambaye alikuwa amefanikiwa kumpata na mguu wake, ule mguu ulikatwa na upanga wakati akiwa anaachana. Yule bwana hakuwa naamini kama mguu wake umetenganishwa kwenye mwili wake. Alianza kulia kama mtoto mchanga ambaye alinyimwa ziwa akiwa haamini. Alivuta bastola nyingine na kumpiga risasi zote kichwani. Yale makelele yake haikuwa sehemu sahihi yeye kuweza kuyapigia, kwani ule muda ulikuwa ni muda wa kazi. Na mtu wa kazi alikuwa anataka kazi. Alizungukwa na wanaume 6 ambao walikuwa na viziana kwenda. Walimsogelea kwa pamoja, aliruhusu kisu kimoja kizame kwenye mbavu zake, wakati ambao upanga ulipita kwenye kichwa cha yule bwana. Akabaka akiwa anaelea akiwa hana kichwa. Wakati huo aliudaka ule mwili na kuugeuza, wenzake wakaishia kumchalanga mwenzao. Alirusha upanga wake juu wakati ambao anaurusha mwili wa yule mwanaume, ukawachanganya wenzake, kisha akafanikiwa kuwadaka wawili ambao aligonganisha vichwa vyao vikapasuka. Aliruka kwa nyuma, kaudaka mgongo wa mmoja, kauvunja uti wake wa mgongo, na kisha akambeba na kumbamiza kwenye goti lake, ambapo aliudaka ule upanga ambao ulikuwa unashuka. Alizunguka nao, kichwa kikaangukia pembeni. Kutoka kuwa 20 mpaka kubakia wanaume wawili tu ambao kila mmoja wao, wale wawili waliponzwa na hofu, hali ambayo ilifanya mmoja kumsukumia mwenzake mbele ili yakimbie. Mwenzake alidakwa na shingo ikatinduliwa mpaka kifuani, kisha ule upanga ulivutwa ukarushwa kwenda kwa yule ambaye alikuwa anakimbia mpaka karibu na geti. Upanga ulitoboa shingo na kutokezea mpaka kwenye geti. Damigo alikuwa amesogea taratibu na kauvuta ule upanga wake, kisha akawa amegeuka kwenda ndani. Alisukuma lango kubwa likafunguka, alikutana na sebule ambayo kubwa tu, haikuwa na kitu. Ilionekanika kuwa sehemu ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kazi maalum. Chini ya ile sebule kulikuwa kuna wanaume 4 ambao walikuwa wamejipanga na panga zao, na juu ya ngazi za kupandishia juu kulikuwa kuna mwanaume mmoja ambaye aliinama akiwa anafanya maombi. Alifungua macho yake huku upanga wake ukiwa pembeni yake na kuinua uso kumtizama Damigo. Alikuwa ni Jackson mwenyewe ambaye ndiye alikuwa mkono wa kulia wa Jamila. Nimesikia hadithi zako nyingi sana kwenye maisha hata ambayo yamepita. Ukweli ni kwamba karibia kila mwanaume ambaye ana mipango mikubwa kwenye maisha yake angetamani kuwa na historia kama yako, ila kwa bahati mbaya sio jambo ambalo kila mtu anapata nafasi ya kuweza kulifikia. Historia itaandika jina lako kwa wino wa dhahabu, ila mwisho wake nataka uje kuwa kwamba licha ya kuwa mtu hatari, katikati yake alitokea mtu wa kuitwa Jackson ambaye alizikatisha ndoto zako Damigo, na hapo ndipo jina langu litakapozaliwa kwenye ushujaa. Jina langu litakuwa na nguvu kuliko hata jina lako wewe, kwa sababu mwisho wa siku yule ambaye anakuwa ameweza kumuua shujaa ndiye ambaye huaga anakuwa ni shujaa halisi, na huyo ndiye mimi hapa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba historia yako wewe mpaka hapo itakuwa ni fupi sana Damigo. Mwanaume alimtizama yule bwana Jackson, lakini uso wake aliugeuzia kwa wale vijana 4 ambao ilikuwa ni kama ishara ya kuwaita. Hawakutakiwa kukaa kama wanauza mayai. Ni muda ambao walikuwa wanatakiwa kuonyesha sababu za wao kuwepo mara pale. Walinyanyua panga zao kwa pamoja na kuzizungusha wakimwendea Damigo kwa pamoja. Aliona zile panga zote zikiwa zinakuja upande wake. Alinama kwa nyuma kama anataka kuruka sarakasi, akakoswa. Ule umbali ambao alinamia uliwafanya kurudi tena, akaamua kulala kabisa sakafuni, akapishana na panga moja ambalo lilikuwa limemkosa sehemu yake ya pua. Alinyanyuka kwa nguvu zote akiwa ameukaza na kuzungusha ule upanga wake ambao uliharibu sehemu za asili za mwanaume mmoja, na uume wake ulidondoka.
Alikuwa analia huko anagumia kwa sababu aliyekata sehemu kubwa ya mwili wake, asingeweza kuishi. Kisha Damigo akarusha kwa nyuma ule upanga akiwa amemkazia macho Jackson. Ule upanga ulitoa kwenye paji la uso la mwanaume ambaye alikuwa amegeuka kwa pupa, huku wenzake wakiwa wanarukia pembeni kuukwepa. Aligeuka na kwenda kuuvuta kwa nguvu, maana ulitokezea mpaka kisogoni. Akiwa anahesabia hatua wale wawili ambao walikuwa wanamzunguka, alitishia kurusha upanga upande wa kulia, ikamfanya ule wa kushoto kuja kwa pupa, ila ghafla ule upanga ulirushwa upande wa kushoto ambapo ulimegua sehemu ya bega la yule bwana. Kisha Damigo alivuta silaha yake na kumpiga risasi ya kichwa yule mwanaume ili kutuliza kelele. Alimwangalia yule mmoja na kumpatia ishara kwa hasira. Bwana yule alishindwa kuvumilia, alijikita na ule upanga mdomoni, jambo ambalo limshangaza hata Jackson mpaka akasimama. Hakuamini kama hofu ingemfanya mtu wake wa hatari kama yule kuweza kujiua mwenyewe tena kirahisi namna ile. Jackson akaruka sarakasi akiwa peku na kusimama hatua kadhaa kutoka mahali ambapo Damigo alikuwa amesimama na yeye. Wasakana walikuwa wameonana, hivyo ni mikono na panga zao ambazo zilipaswa kupewa nafasi ya kuweza kuongea kwa wakati ule. Wote wawili walikuwa ni wataalamu wa mambo. Walinyoshana zile panga zao. Jackson alitembea akiwa amejigeuza. Ule upanga wake ulipanguliwa kwa nguvu mpaka zikazaliwa cheche. Alitembea kwa kasi kubwa sana wakati ambao Damigo alifanikiwa kuweza kuukwepa upanga wake. Ni muda ambao alikutana na mguu mzito kifuani mpaka katapika damu. Mwanaume alikuwa na nguvu kubwa kwenye mguu wake isivyokuwa kawaida. Hakuwa na mwendo wa kistaarabu. Alikuwa anatembea kama mtu ambaye alikuwa na jambo binafsi kwenye moyo wake. Damigo alijaribu kurusha upanga wake, ukakutana na hewa. Alipiga ngumi nzito ya kwenda kwa pani mpaka upanga ukamtoka. Akiwa na shangaa, alichanwa sehemu yake ya bega. Jackson alijiuza ili mguu wake uweze kutua kwenye shingo ya Damigo, ila kwa bahati mbaya jambo lile halikufanikiwa kwa muda ule, kwa sababu alipokea ngumi kali ya kwenye unyayo, akatua akiwa anachechemea. Mguu ulikuwa unawaka moto. Aliunyosha akiwa anauma meno yake kwa hisia kali. Damigo alinama na kwenda kuokota ule upanga wake ambao aliteleza nao kwa kasi. Alijirusha kwenda kwa Jackson. Alivutwa kwa nyuma hatua moja, ila kwa bahati mbaya Damigo aliongeza sarakasi moja akiwa hewani. Alitua mpaka kwenye mdomo ambapo ndipo mguu ulikuwa umefikia. Alitema meno manne na kutoka kwenye ngazi. Alizunguka kukwepa kivuli ambacho kilikuwa kinamfuata, akakoswa lile eneo likadidimia. Damigo alimrudia kwa nyuma ambapo alikuwa. Panga zilikuwa zinazungumza kwa lugha rahisi zaidi, kiasi kwamba Damigo aliudaka ule upanga wa Jackson kwenye makali, huku akiwa anazamisha wa kwake kwenye jicho. Aliuvuta na kumkata sehemu za siri, kisha akamwachia, huku yeye mwenyewe mkono wake ukiwa unavuja damu. Jackson alikuwa na hema na kuguma kwa wakati mmoja. Alikuwa anaziangalia sehemu zake za siri zikiwa sakafuni. Moyo wake ulikuwa unawaka moto kwa ghadhabu na hasira kwa wakati mmoja baada ya kumpokonya wanaume wake. Alikimbia kwa anavuja damu kila sehemu akimfuata Damigo. Damigo alimfuata naye kama alivyokuwa. Aliona ule upanga ukiwa unakuja upande wake, alinama ukampita, akakutana na kiganja Jackson, ila alihakikisha ule mkono unaanguka chini. Alizunguka kwa nyuma akaudondosha mkono mwingine. Jackson alibaki kilema ambaye hakuwa na cha kufanya. Alipiga magoti, hali yake ikiwa mbaya sana. Kwa sababu ameanza kuelewa kwamba hakuna binadamu ambaye amezaliwa akawa na uwezo wa kuyafanya mambo ambayo ulikuwa unajisifu nayo wewe. Ni wengi ambao wamewahi kuwa na sifa kama za kwako na walihisi kwamba wanastahili kuwa mashujaa kwenye maisha ambayo hata hawakuhusika kuweza kuyatengeneza, na mwisho wa siku wote waga wanaishia kwenye nyakati ngumu kama hizi zako. Ubaya wengi ambao haya masomo waga wanayapata wakiwa kwenye nyakati mbaya sana kwenye maisha yao, kama wewe inavyokukuta sasa hivi. Wewe ni paka tu ambaye ulikubali kuwa chini ya mwanamke malaya ambaye sijajua alitumia njia gani mpaka kukufanya ukawa mwaminifu namna hii. Ila nataka kukuhakikishia kwamba hii hadithi ya ushujaa ambayo ulikuwa unajisifia nayo hapa, mimi ndiye ambaye naamua inatakiwa kuishia vipi. Alichora msalaba wa mapanga kwenye sehemu ya moyo wa Jackson, kiasi kwamba ile sehemu ikajiachia na moyo wenyewe ukawa unaonekanika, huku yeye akiwa na hema kwa shida sana. Damigo alipandisha ngazi taratibu na kufungua lango la juu, ambapo nyuma ya meza kubwa ya kifahari alikuwa ameketi Jamila, huku upande wa mbele wakiwa wamesimama wale mabinti zake wanne ambao walikuwa wanamlinda. Damigo alirudisha ule mlango ili wazungumze vyema wakiwa ndani wote kwa pamoja. Alirusha ule upanga wake baada ya kuona wale mabinti wanamjia yeye. Alitoboa paja la mmoja, yeye akazamishwa kisu kifuani ambacho kilirushwa kwa nguvu kubwa sana. Panga za wale warembo zilikuwa zinazungushwa kwa kasi ya kufurahisha mno.
Alikutana na mmoja uso kwa uso, akaurusha upanga wake kwa nguvu, mkono ukadakwa. Alizungushwa, wenzake wakamkata kwenye shingo, kisha Damigo akamdaka yule mwenzake na kuwaunganisha vichwa, kisha akachomoa visu viwili na kuwazamisha wote kwenye sehemu za mioyo yao. Alikivuta kile ambacho yeye alikuwa amechomoa kifuani na kukirusha kwa mmoja ambaye alikuwa mzima. Alikikwepa. Wakati huo alikuwa anamsogelea Damigo, alirudi nyuma, upanga ule ukamkosa. Alivuta bastola ya mwisho, alikimchapa risasi yule binti kwenye mguu, akapoteza mwelekeo. Alishuka mpaka kwenye miguu yake ambapo alimvunja shingo yake kwa kumbamiza kichwa chake chini, kikabaki kama andazi. Alikuwa amechomwa na upanga kwenye paja lake, alikuwa anahangaika kuutoa maana ulizama mpaka kwenye ile meza. Alimshika kwa nyuma akiwa anamchinja kwenye ile meza, huku Jamila ye mwenyewe akiwa anamtizama upande wa pili. Alirusha mwili wa yule binti mezani kwa Jamila ambaye alikuwa amekaa kimya kama vile alitoka kuoga maji ya baridi kwenye upepo mkali. "Hello dear wife," alitamka Damigo akiwa anakalia kiti kimoja cha wageni huku akiweka bastola yake mezani. Wawili wale walitazamana kwa macho makali ya kuulizana maswali mengi ndani yao. Kila mmoja alikuwa anaona kama mwenzake alikuwa sababu kubwa ya kufeli kwenye mambo yake mengi sana. Kila mmoja aliona kama mwenzake ndiye ambaye alikuwa anastahili kuweza kupewa kila aina ya lawama juu ya mambo yote ambayo yalikuwa yanafanyika kwa wakati ule, lakini Jamila alionekanika kutokuwa na wakati mwingine wa kuweza kuishi baada ya pale. Alitulia kama hakuwa yeye. "Imekuwa muda mrefu mume wangu tangu mimi na wewe tuweze kuonana mara ya mwisho," alijibu kwa sauti ya kujiamini kidogo, ila ambayo ndani yake ilikuwa inatetemesha. "Nimeshangazwa na mazingira hapa ndani. Tangu nafika nilitegemea ningekutana na watu wako wakiwa na silaha nzito na kali, lakini jambo la ajabu ni kwamba nimeua watu wako 29 kwa ujumla na hakuna hata mmoja ambaye anatumia silaha ya moto. Nini shida Jamila? Usitaki kuniambia mwanamke mwenye tamaa kama wewe unakata tamaa kirahisi namna hiyo?" Tangu siku ile ambayo mimi niliondoka Tanzania, nilienda kuishi ndani ya kisiwa cha Bora Bora ambako niliishi maisha mazuri kwa sababu nilikuwa na pesa ya kutosha. Kule ndiko ambako mimi nilikuwa nimeanza kutengeneza mtandao wangu ambao niliamini kwamba ungenisaidia baada ya kuja kuamua kurudi huko. Maisha kule yalinifanya nijisi kuwa sehemu ya maisha yale. Hivyo nilikuwa nahitaji kuhakikisha Lili haishi akiwa mpweke, na ndio maana nikaamua kumtafutia marafiki kule na maisha yake ya shule akaanza kusoma kule ambako kwake yeye kumekuwa ni kama nyumbani. Hivyo najua kama nikimtoa kule ataanza kuishi maisha ya kipweke sana bila marafiki wala watu ambao watakuwa wanamuona kama mtu wa muhimu. Ile siku niliponiambia kwamba unajua ni wapi ambako mwanangu alikuwepo, ndipo nilikuwa nimeshikwa na ubaridi. Hivyo nilikuwa najibu moja kichwani kwamba utafika wakati ambao mmoja wetu ni lazima aweze kumuua mwenzake, na ndio maana nikawa namtumia mkuu wa majeshi kuweza kukamilisha hili haraka, lakini mpaka inafika siku ya leo bila kusikia taarifa kutoka kwa watu wangu wa Ikulu, nikajua basi nimeshafeli. Hivyo nikawa nasubiri uweze kufika kwangu, na watu wangu wote nilikuwa nimewazuia kwamba hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatakiwa kutumia silaha ya moto. Kwa nini ufanye hivyo Jamila, wakati ulikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kunishambulia na hizo silaha? Sababu ya kwanza nilikuwa nahitaji kuzungumza naye mara ya mwisho. Maana yake ni kwamba ulijua kama nitawaua watu wako, si ndio? Sikuwa na hakika huo, lakini niliamini lolote linaweza kutokea. Sababu ya pili ni Lili. Lili amefanya nini tena? Uliwahi kumpenda yule mtoto kama mwana wa damu kabisa kwa miaka 7. Ulikuwa bora kwake, ila kwa sasa una familia yako na mtoto wako tayari na mke tena, mpaka ambaye muda huu nina imani umemfanya kuwa makamu wa rais. Nilitambua lolote ambalo litatokea kati yetu ni lazima mke wako angemtafuta mwanangu, hivyo Lili asingeishi maisha ya amani na huenda hata angeuawa. Hilo ndilo ambalo linifanya niwakataze kutumia silaha za moto, kwani nilitaka zitumike nguvu zako ili kama ukifanikiwa kuishi nije nikuomba kitu kimoja kabla hujaniua. Mpaka sasa hivi hujajifunza tu kuachana na habari za kuombaomba tunapokuwa hauna chaguo jingine kwenye maisha yako, sio? Nipo tayari uchukue maisha yangu kwa kubadilishana na maisha ya mwanangu. Kwa nini nifanye hivyo? Hata unatambua ile mtoto hana hatia kwenye ile. Ni kweli, lakini wewe mwenyewe ni watu wangapi ambao umeoa sio kwa hatia? Ni watoto wangapi ambao umehakikisha kwamba wanaharibikiwa kwa sababu utia madawa yako ya kulevya ambayo unayasambaza mtaani? Ni kitu gani hasa ambacho Lili anacho na watoto wengine hawana? Yule mtoto anakujua wewe kama ndio babake mpaka leo. Hata kama hakuwa mwanao wa damu, ila najua una moyo wa huruma kwa watoto. Niko nataka kumwona mtoto kwa sababu tu ulikuwa una uadui mkubwa na mamake na babake mzazi. Inawezekana kwa sababu historia waga zinajirudia.
Vipi kama nikimwacha haya alafu baadaye akaja kuanza kusumbua watu kama ulivyofanya, ukizingatia ni mtoto wako wa damu? Ndio maana mimi na wewe hapa tunatakiwa kuingia makubaliano. Makubaliano gani Pamela? Alimuita Jamila kwa jina lake halisi la kuzaliwa. Lili hatakiwi kujua ukweli. Ukiwa na maana gani? Hatakiwi kujua kuhusu historia yangu yote ya mimi na wewe wala mababu zake. Unataka kuniambia miaka yote hiyo haujui? Analikumbuka jina lako tu, kwa sasa ameanza kukusahau kwa sababu ya kuwa na watu kule. Hivyo hata kuwa na haja ya kuja kufuatilia maisha yako ya nyuma. Hilo tu ndilo ambalo nishawishi nitimize matakwa yako. Utasema kitu ambacho nakitaka pamoja na kuniua mimi kwa ajili ya maisha ya mwanangu. Kama nikisema na kuwa kosa nitakuwa naichafua historia yangu. Mara ya kwanza niligoma historia yangu kuweza kuandikwa, ila kwa sasa nitaruhusu hilo ili watu waje kujifunza vizazi na vizazi. Sasa kama ikitokea mwanao akaja kusoma hata kwa bahati mbaya hiyo historia, bado atajua mimi ndiye niliyekuua. Hivyo unatakiwa kujua mwenyewe Pamela. Nitafanya vile unavyotaka wewe. Kuna jambo jingine la muhimu ambalo linaweza kunishawishi mimi kufanya hivyo unavyotaka wewe. Sawa, nakusikiliza. Nahitaji unitajie taasisi zote ambazo unazitumia hapa Tanzania kutakatisha fedha. Nahitaji majina ya wafanyabiashara na wanasiasa wote ambao walikuwa kwenye mkono wako na mali zako zote za hapa Tanzania. Lakini haishi hapo, nahitaji na kujua taarifa kama hizo kutoka huko Kenya ambako ulikuwa umejificha kwa muda. Jamila hakuongea zaidi, akatoa karatasi ambayo ilikuwa na taarifa zote pamoja na flash. Kama unanidanganya, unahisi nitafanya haya yote kisha mwisho wa siku ni kudanganya ili uweze kumuua mtoto wangu? Una lolote neno la mwisho kuniambia Jamila? Ndio. Wewe ni aina mwanaume ambaye kupatikana kwa dunia sasa hivi ni ngumu sana. Kuna muda baada ya kufanya ushenzi wote nilikuwa nakaa na kujaribu kuwaza kwamba maisha yangelikuwa vizuri kama mimi na wewe tungekutana nje ya haya maisha. Tungelikuwa hata wakulima kwenye moja kati ya vijiji huko na kuishi maisha safi ya asili. Ni kweli kwamba mara kadhaa nimetamani tungeishi huko Damigo. Ila mipango ya maisha yangu na historia hazikuwa rafiki kuweza kufanikisha hilo. Sio kila mtu anapata anachokitaka kwenye haya maisha, lakini unatakiwa kukumbuka jambo moja kama nguri Mark Twain alivyowahi kusema kwamba kuna siku mbili za muhimu zaidi kwenye maisha yako. Siku unayozaliwa na siku ambayo unakuja kutambua kwamba ni kwa nini ulizaliwa. Goodbye Pamela. Damigo alikuwa mbeba vile ambavyo vilikuwa vinamhusu, akamwachia bastola mwanamke yule, ambapo baada ya kutoka tu nje ya ule mlango ulisikika mlio wa risasi. Damigo baada ya kufungua mlango wa kutokea nje alikutana na watu wengi ambao walikuwa wanamsubiri. Watu wale wengi walishia kutoa heshima kwa mwanaume yule ambaye alikuwa anavuja damu ya kutosha, huku msafara ule ukiwa unaongozwa na mkewe ambaye mpaka muda huo alikuwa ni makamu wa rais wa Tanzania, pamoja na mtoto wake wa kiume Martin ambaye kwa muda huo alikuwa na miaka 4 tu. Wawili wale walimkimbilia na kwenda kumkumbatia kwa furaha, huku mkewe akiwa anashusha machozi. Hakuamini kama alifanikiwa kumpata tena mume wake ambaye alibakia kidogo aweze kumpoteza. Ziada Mzwane alikuwa ameapishwa kuwa rais mpya wa Tanzania baada ya kuuawa kwa rais ambaye alikuwa madarakani. Rosiana Jimika alikuwa ni makamu wa rais na Helena alikuwa ni mkurugenzi wa usalama wa taifa. Basi bwana, kitabu cha maisha ya Damigo kiliandikwa kikiwa na title ya In the Name of Damigo, yani katika jina la Damigo. Kilichapishwa na kuvunja rekodi ya kuwa kitabu ambacho kiliuza zaidi kwenye historia ya dunia. Naam. Ulikuwa nami msikilizaji tangu mwanzo mpaka sasa. Tunafika mwisho wa andiko hili ambalo ni sehemu ya pili ya My Wife is a Drug Dealer, kwamba mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe msikilizaji wangu ambaye kila simulizi unakuwa unaunga mkono kwa kununua na kuzidi kutupatia nguvu ya kuendelea kukuletea masimulizi bora kabisa kutoka studio hizi za Simulizi Max. Wewe pia unasikiliza kupitia YouTube channel ya Simulizi Max, basi nakupa shout nyingi na saluti za kutosha kwa kuwa pia unaendelea kutupa support kwa namna moja ama nyingine kufuatilia kazi zetu. Panapo majaliwa tukutane tena wakati mwingine. Kwa sasa sina la ziada tena zaidi ya kufungasha na kubeba kila kilicho changu ndani ya studio hizi, lakini usisahau kwamba mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine. Kutoka Bibi Saruma Rashid Ramadhani na kwenda kwa jina la Penzi la Shamba Boy na Bintu wa Mjini. Huko ni burudani ya kukata na mundu, burudani ya kukata na shoka. Mpaka wakati ujao, acha niseme ciao.